Angazia namna gani tunaweza kuwa na mwaka wenye matokeo. How can we have a fruitful year? Mwaka wenye matokeo. Namna gani tunaweza kuwa na mwaka wenye nini? Aha. Bila shaka daftari lako ni ile unaendeleza notes. Sio hapo katikati pameingia kitu kingine hapo chap. Ni mfululizo. So this ni sehemu ya pili na ya mwisho. Amen, amen. Namna ya kuwa na mwaka wenye matokeo. Jinsi ya kuwa na mwaka wenye matokeo. And you've missed the Sunday. Kama uli miss ile Jumapili, make sure you go back and listen. Na tabia nzuri ya kujifunza, if it happens you miss a Sunday, kitokea umekosa nini? Jumapili, haujaweza kuwepo Jumapili kanisani, jana huo tu umejikuta kwamba hukuweza kufika ibadani, haraka sana unaulizia, ninaweza kupata audio ya somo la leo ili uweze kujifunza, uweze kusikiliza kile ambacho ndugu zako pia walisikiliza, uweze kula chakula kile ambacho sisi sote tulikula. Glory to God. Na kwa namna hiyo tunakuwa kwenye kurasa mmoja, alafu unapokuja tena katika kusanyiko unakuta unatembea na ndugu zako pamoja. Glory to God. Hallelujah. So namna ya kuwa ama jinsi ya kuwa na matokeo au mwaka wenye matokeo. Mwaka wenye matokeo. Fruitful year, au mwaka ambapo unakuwa na matunda. Amen, amen. So ninaomba napokea kwamba leo pia macho ya mioyo yetu yanaangaziwa, yanatiwa nuru. Yanatiwa nuru. Kwamba hakuna nafasi ya makosa hapa katika kufundisha wala katika kupokea. Bali tunasikia tunapaswa kusikia, tunaelewa tunapaswa kuelewa. Kabisa hakuna nafasi ya mkanganyiko katika neno lolote, katika sentensi yoyote. Bali tunamuona Kristo katika neno lake kama anafunuliwa wazi wazi. Tunamuona kama Baba anatazama ndani ya neno lake, na kanisa kwa pamoja tunajengwa, tunafaidiwa na Baba anatukuzwa. Amen. Glory to God. So tukasema jambo la kwanza, nisema nitazungumza mambo matatu katika hiyo habari. Tazungumza mambo matatu, tulisema mambo matatu. Na jambo la kwanza tukazungumza ni habari ya mahusiano yako. Kwamba mwaka huu unavyoanza, do a relationship audit. Fanya tathmini ya mahusiano yako. Tathmini ya mahusiano yako. Na tuliongea kwa upana tunapozungumzia mahusiano, naongelea nini? Siende moja kwa moja haraka tu kwa habari ya mchumba ama mke. Japo yana upana huo pia, lakini tunazungumzia watu unaoambatana nao, association. Amen, amen. Association. Glory to God. Association. Watu unaoshirikiana nao, watu unaoambatana nao, watu unaotembea nao katika maisha. Glory to God. Nikasema namna gani utafahamu watu ambao wewe ni company yako au ni watu unaoambatana nao? Unaweza kujiuliza tu, nani ninaongea naye sana? Amen, amen. Nani ninaongea naye sana? Either ninaongea naye kwa simu ama ninaongea naye moja kwa moja physically. Nani ninasema naye sana? Nani na chat naye muda mwingi? That is your company. Hiyo ni association yako. Sasa tunaenda mbele zaidi. Zamani ilikuwa kuongea na watu lazima uende kukutana nao, ama kushawishiwa na watu kuwe kuna kukutana moja kwa moja. Lakini leo unahitaji tu kulogin. Na login Facebook, na login TikTok. Naenda TikTok live unaangalia, unakwenda YouTube unaangalia. So unafuatilia channel zipi sana? Nani unamsikiliza sana mtandaoni? Kipindi gani unakiangalia sana? Hallelujah. Nafikiri na sometimes series zipi unaziangalia sana? Hallelujah. Tumejifunza kwamba mtu ni matokeo ya watu wengine, ama ni matokeo ya influence. Every man is a product of influence. Hakuna mtu ambaye ni matokeo yake mwenyewe. Kila mtu ni matokeo ya ushawishi. Vile tulivyo leo ni matokeo ya ushawishi. We have been influenced. Kwa hakuna mtu ambaye yuko neutral kwa influence. Na influence kubwa ama ushawishi mkubwa unatokana na watu unaoambatana nao au mambo unayoambatana nayo. Kwa mtu ni matokeo ya influence. Hallelujah. Association zako zinaweza kukusaidia ama zikakuharibu. Maambatano ulionayo yanaweza kukujenga, yakaleta ujenzi kwenye maisha yako, ama yakaleta changamoto. Tumejifunza kwamba toka mwanzo Mungu anatumia mtu. Toka mwanzo Mungu anatumia mtu. Njia ya Mungu ni mtu. Lakini pia
Shetani naye amekopi, njia yake ni mtu. Haleluya, njia yake ni mtu. Utakutana na shetani waziwazi. Kuna watu ambao shetani aweza kuwatumia kuharibu maisha yako. Kuna watu ambao shetani anaweza kuwatumia kukufanya kuwa mzembe, mvivu, ama kukosa direction, kukosa focus kwenye maisha. Unakuwa unazagaa kila sehemu, you are everywhere, unatawanyika, hauko focus, hauna malengo, hauna mipangilio, unakuwa holela ama unakuwa mtu wa hovyo. Tuliona misali kadhaa, tulijifunza kwa hekima ya Suleiman, tukasema tunaweza kuanza na Suleiman kwa sababu ni mtu ambaye ameweza kuhusiana na wafalme na watu wa kawaida, ama tuseme watu aina zote amehusiana nao. Na kwa hivyo mithali zake ama hekima anayoiweka kwa ufupi katika maneno ambayo yanaitwa mithali, yanaweza kutupa picha kidogo au yanaweza kutupa mwanga kidogo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumemwona Sulemani anasema rafiki wa nini? Wa wapumbavu ataumia. Do you remember that? Asema enenda na wenye hekima uwe nini? Mwenye hekima. Bali rafiki wa wapumbavu ataumia. We saw that last week. Tuangazie hiyo. Kwa maana yake ni kwamba mtu katika kampani yake anaweza kupata hekima. Mtu katika kampani yake anaweza kupata mambo mengine nje na hekima. Tuna ushawishi kwa watu ambao tuko nao. Tuna ushawishi kwa mambo ambayo tunayaangalia sana. Tunapata influence. Tunasema namna yenyewe unavovaa ulikuwa influence. Namna unavonyoa ulikuwa influence. Inawezekana hata namna ya vyakula unatumia umeshawishiwa. Eza na daktari. Haleluya. Haleluya. Umeshawishiwa labda na nani? Na daktari. So mtu ni matokeo ya nini? Ya ushawishi. Hakuna mtu anaweza kusema kwamba taarifa anazozipokea ni neutral. Hakuna information ambayo haina madhara. There's no information that is neutral. Inaweza kuwa positive kwako ama ikawa negative. Kwa nini unasikiliza sana? Hayo mambo yanaleta athari kwenye maisha yako, yanaleta athari kwenye world view yako, namna unavyotazama mambo, namna unavyotazama watu. Kwa tukaenda mahali tukasema pia angalia hata rafiki kama rafiki yako ni mtu ambaye kila akikutana naye mkizungumza, mwisho wa mazungumzo yenu what you see ni changamoto zao kwenye maisha ya watu wengine. That's a red flag. Hiyo ni ishara mbaya kwamba huyu rafiki adui atamtumia kwa ajili yako. Adui atamtumia. Mtu ambaye tumesoma kwenye mithali anasema mtu ambaye anafungua kinywa chake sana. Anafunua siri za watu sana. Kikutana ni pelelele, anaongea yani unajua fulani na hasemi. Sio kama anasema eti ili muombe, no, kwa sababu maombi hayahitaji masimulizi. Prayer, you don't need to know the things of people. Kwamba ujue mambo ya mtu ndio muombe, uhitaji hiyo. Amen, amen. Mtu anaongea. Kwa mwisho wa siku unaondoka na mambo ya watu, changamoto za watu, inaathiri mtazamo wako kuhusu wale watu. Siku umekutana naye yule mtu, namna unavyompokea, namna unavyomsikiliza ni tofauti na mwanzo wakati hauna yale mataarifa. So unachunga a kind of company you keep. Company ambayo una keep. Namna ya watu unaotembea nao ni watu wa namna gani? Kwa sababu urafiki ni choice. Amen, amen. Sasa rafiki wa pumbavu ataumia. Maana yake umechagua. Urafiki hautokei umekuvamia tu. It's a choice. Unachagua kwamba huyu ni rafiki yangu. Umemkaribisha kwenye maisha yako. Umempa sikio lako. Umempa ruksa ya kukuonya, ruksa ya kukushirikisha mambo yake, changamoto zake. Umempa nafasi ya yeye kukusikiliza. Maana yake ni kwamba kwa lugha moja au nyingine ana ushawishi kwenye maisha yako. So who are your friends? Mwaka huu 2026 lazima uanze kuangalia company unao keep. Company unao keep inakusukuma mbele katika mambo ya Mungu, inakuchochea ama umezungukwa na fire extinguishers, zimamoto. Hawaongelei kuhusu maombi. Mkikutana hawasemi kuhusu wanafunzi. Mkikutana hawasemi kuhusiana na huduma. Hawasemi njoo tumjue Bwana pamoja. Hawasemi njoo tuambie wengine kuhusu Bwana. Hawasemi njoo tutembee na Mungu. Good namna katika habari ya marafiki. Rafiki ama supernatural relationship, mahusiano ambayo ni ya kiungu, rafiki ambao ni wa kiungu, ni company ambayo itakukumbusha, itakuambia, itasema, itakushirikisha kwa habari ya mambo hayo mangapi? Matatu. Jambo la kwanza, come let us know the Lord. Amen, amen. Watakwambia kuna CD sikiliza, kuna audio hii sikiliza. Wanataka tumjue Mungu, mjue Mungu pamoja, mkue katika kumjua Mungu, mkue katika revelation knowledge, mkue katika maarifa ya ufunuo. Ndio tujifunze Mungu, ndio tumjue Bwana. Haleluya. Wanakuchochea katika kujifunza, wanakuchochea katika habari ya kusoma Biblia.
They want you and them to know the Lord. Wanakushawishi, wanakuinfluence kumjua Bwana. Come, let us know the Lord. Twende kwenye camp meeting. Hallelujah. Twende kwenye kambi, twende retreat. Tukaombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna muda tujakesha pamoja, njoo tufanye mkesha. I say hatujaenda, nimemisi kwenda kuhubiri injili. Twende tukahubiri injili Kigamboni. Tukafanye nani pale, tukahubiri injili, tukafanye wanafunzi pale. They talk to you like that. Hallelujah. Namba 2, sema ndio kama hiyo, anasema njoo na tuambie wengine habari za nani? Za Bwana. Tuwajulishe wengine habari za Bwana. Hallelujah. Anasema njoo tutembee na Bwana. They look at your conduct. Kama mwenendo wako, karakta yako unakuwa mnamwishia Bwana. Consecration, wakfu wenu unaongezeka. Sasa ulisema utafanya 1 2 3. Wanakuchukua katika wajibu. Ulisema mwaka huu utafanya hiki na hiki. Ulisema mwaka huu utajitahidi kuwa bora katika eneo na hili. Mbona unaendelea katika mambo yale yale? Wanakuinspire positively. Hallelujah. Uza jirani yako, ulionao ni kina nani? Hallelujah. Maswali ya msingi sana Mungu alikuwa anauliza katika Biblia, na alipokuwa anauliza hakuwa mjinga. Sema Adamu uko wapi? Hakuwa mjinga kwamba ajue Adamu yuko wapi. Anajaribu tu kufanya ufahamu wake uwe na awareness ya kile ambacho hajui kinaendelea kwenye maisha yake. Anamuuliza Balaam, ni akina nani hao uko nao? Amepanda tu mlimani, uko na Balaki, wanataka kuwalani wana wa Israeli. Mungu anamuuliza, ni akina nani hao uko nao? Kwa sababu watu aliokuwa nao ndio watu waliomshawishi kufanya tofauti na mambo ya Mungu, tofauti na mapenzi ya Mungu. Ni akina nani hao uko nao? Umeambatana na nani? Sasa nasema kama mchungaji, kwa miaka ambayo nimechunga watu, miaka michache hii ya kuchunga watu, tumeona kwamba mara nyingi mtu anapoanza kuwa haendelei vizuri, moja ya mambo makubwa kabisa yanaweza kuwa yanatokea kwenye maisha yake ni bad company. Amepata company mpya ambayo inamfanya anakuwa distracted kwenye mambo aliyokuwa anahusika nayo, alivyokuwa anaendelea kiroho. Kuangalia association yake, unakuta kuna kitu kimebadilika. Kuna new association, kuna watu wanaongea nao zaidi kuliko waliokuwa nao kabla. Kuna mahusiano mapya ameyapata. Sometimes inaweza hata ni boyfriend. Sometimes inaweza kuwa ni boyfriend, yani mchumba, amepata mchumba. Na huyo mchumba anamuinfluence tofauti. So alikuwa mtu wa maombi anapungua. Alikuwa na study, alikuwa mtu anajitoa committed katika local church, umuoni tena. Kuja kuangalia ana niga moja hapa mjini. Dude moja alipo hapa mjini linamchukua kila wakati, nampeleka huku. Hayupo tena kwenye mambo ya Mungu. Anasema Abdul. Nimepata Abdul. Ananipenda Abdul. Abdul is a good guy. Hanyi pombe, avuti sigara. Lakini prayer, no. That is a good guy. Mchana kwa kazini, lunch inafika. Imetoka kwa nani? Abdul. Hallelujah. Nataka lunch bwana. Nika kidogo, sawa, nitakupitia hapo. Nyumbani kwenu mbali, usafiri mpaka nyumbani. Abdul is a good guy. Mambo mengi ambayo pia wakati mwingine yanaleta uharibifu kwenye maisha ya watu. Sio moja kwa moja ni vitu vibaya. Sio kama ni vitu vibaya. Ni kama watu fulani ambao wanaweza kaingia kwenye kanisa. Kuna watu wanaweza kaletwa na adui kwenye kanisa, sio hata kuja kufanya uovu. Na kimsingi hata mambo wanaofanya sio nini? Sio maovu, but they are doing different things. Wanafanya mambo nini? Tofauti na yale yanapaswa kufanyika kwenye kanisa. So they are good people. They are not doing evil things, but they are doing things contrary. Mambo tofauti na kusudi la kanisa, mambo tofauti na sababu ya kusanyika kwetu. Kidogo wanaleta uharibifu bila kufahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia mahusiano yako. Glory to God. Tulimalizia wiki iliyopita, tusema mambo mengi, utarudi mwenyewe katika notes na katika audio. Tukasoma kitabu cha Mithali sura ya 4, mstari wa 9 na wa 10. Ambapo anasema kwamba anasema heli wawili kuliko nini? Mmoja. Heli wawili kuliko mmoja. Kuna mpango wa Mungu ni mahusiano, ni kutegemezana. Maana yake ni kwamba you are supposed to be in a relationship. Yaani unapaswa uwepo kwenye mahusiano. Sasa mwingine sasa amesema napaswa uwepo kwenye mahusiano. Sijazungumzia mahusiano hayo unafikiri wewe.
Nimesema kwamba unapaswa kuwa na uhusiano, unapaswa kuwa na watu unalilete nao, angalau basi mtu unahusiana naye. Anasema heri wawili kuliko mmoja, kwa sababu mwanadamu kwa kawaida naturally hajitoshelezi mwenyewe, ndivyo tumeumbwa. We are deficient by default. Kwa maana yake ni kwamba tunapokuwa na mwingine ama tunapokuwa na wengine tunatoshelezwa au tunajazwa, tunaongezewa pale ambapo tumepungua. Kwa mtu ameumbwa kwamba awe katika mahusiano, awe na interaction, awe na association, awe na association. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwamba heri wawili kuliko mmoja, kwa sababu mmoja akianguka atamuinua. Anasema ole aliye peke yake. Kuwa peke yako maana sio mpango wa Mungu. Kutembea katika safari katika maisha haya ya kiroho mwenyewe sio mpango wa Mungu. Na ndio sababu ya local church. Moja ya sababu ya local church, Mungu ameweka local church ili watu waweze ku fellowship, kusaidiana, kutegemezana, kutiana moto, kuamshana, kuchocheana kwenye kazi njema, kuangaliana wao kwa wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Local church inakusaidia namna hiyo. Local church unafanya vitu na wengine pamoja, unajifunza, unapokea kwa ndugu. Kwa mpango wa Mungu ni fellowship. Kwa maana Mungu amekuwa anafanya kazi kwenye communities. Hafanyi kazi na mtu mmoja. Akimuita mtu mmoja ni kwa ajili ya watu. Mtu amuiti mtu kwa ajili yake mwenyewe. Wito wowote ni kwa ajili ya community. So God is working in families. Mungu ni mdau wa family, anapenda company. Na toka mwanzo anafanya kazi na company. Toka mwanzo. Unasoma maandiko anasema, anamwambia mwanadamu njoo tuojiane. Leta mambo yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema eleza mambo yako. Leta hoja zako zenye nguvu. Ni kwamba wewe utamshawishi Mungu kwamba utabadilisha akili yake. It doesn't mean that way. Kwamba Mungu sasa wewe ndio umemtia akili, sasa ameona you have a point. Yes. No. He just need a company, a fellowship, conversation, uhusiano na mwanadamu, kwa sababu mtu ndiye sura na mfano wake, yani ni mwakilishi wake duniani. You are God's agent. Wewe ni agent wa Mungu duniani. Ni wakala wa Mungu duniani. Anataka kufanya kazi kupitia wewe. Na yuko interested na mambo ya maisha yako. So asema njoo tuzungumze. Leta hoja zako. Hebu sema, kwani unataka nini? Unataka iweje? So okay. Anamwambia Musa okay. Musa anamwambia Mungu, watasema huyu Mungu wenu Mungu ana namna gani? Amewatoa kule, afu amekuja amewaacha jangwani. Sasa Bwana, kama uendi na sisi hatutoke hapa. Mungu anasema okay. Okay basi. Hilo nalo nitafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. A conversation. Hallelujah. Yes, sometimes in prayer unafanya mazungumzo simple tu na Mungu. Hallelujah. Amen. Umeomba katika roho, basi sema tu na Bwana. Nazungumza tu. Weka hoja zako, nasema naye. He loves that. Na ndivyo alivyo na nature yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ametuita katika fellowship, na ametuita katika fellowship sio tu na yeye, ametuita katika familia yake. So we are saved unto a family. Tuliokolewa kuja kwenye familia. Sio mpango wa Mungu kama mtu aokolewa anazula mtaani. No, mpango wa Mungu mtu anaokolewa anakuwa katika family. Anakuwa committed there in a family. That's a purpose of local church. Kanisa la mahali natuleta pamoja na tunakuwa. Ni platform ya ukuaji, ni platform ya kuwezeshwa moja kwa mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja. So tukasema kutoka Sulemani tumwangalie Paul. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 33. Hallelujah. So you open your Bible kwa sababu utasoma wewe. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 33. Umefika? Chap please. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 33. Wakorintho wa kwanza. Hallelujah. Umefika? Someone there? Okay, naweza kusoma 1 2 3. Okay, naweza kurudia tena? Anasema msidanganyike, mazungumzo mabaya uharibu tabia njema. So Kiswahili kimeweka kwenye kitendo zaidi. Anasema msidanganyike, mazungumzo mabaya. Lakini unaposoma KJV anasema kwamba do not be deceived. Bad company corrupts good character. Hallelujah. Anaongelea company. Ungekuwa Kiswahili cha sasa ungesema kwamba company mbaya. Hallelujah. Company mbaya. Kimsingi muktadha wa Paul katika sura hii ilikuwa ni doctrine. Ametumia sura nzima ya 15 anawaambia kwa habari ya ufufuo. Anaanza toka mstari wa kwanza kuambia jinsi alivyopokea injili.
kama inavyo maandiko kwamba Kristo alikufa kwa ajili yao, kwa ajili ya dhambi zetu, na akafufuka siku ya tatu kama inavyo maandiko. Anaenda chini pale anawaeleza zaidi kwenye mstari wa 7 kwenda 14 na ngapi, anawaambia kwamba kama Kristo akufuka, imani yenu nini? Ni bure. Tuko pamoja? Kwa anawashangaa, manake ni kwamba kuna watu walianza kuwapa sikio wakiwaambia hakuna kiama ya wafu. Kwa anawaambia kwamba bad company, mmekuwa mnawapa sikio watu wasio sahihi, mmekuwa mnasikiliza habari hii. Habari nisingekuwa na kazi ya kuwaeleza tena, ni kwamba mmetoa sikio kwa ushawishi mwingine. Do you understand? Kuna watu wanasema hakuna kiama ya wafu, kwa anawaambia say msidanganyike. Bad company uharibu mwenendo mzuri wa kifundisho. Hallelujah. So basically fundisho ni maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana tunaiapply namna hiyo kwamba siku hadi siku watu unaoambatana nao, ikiwa wanaleta ushawishi tofauti, utabadilika. Tulisoma ile anasema kwamba usitembee na watu wenye ghadhabu, wenye hasira, maana na wewe utakuwa namna hiyo hiyo. Tulimuona Suleiman akizungumza namna hiyo. So kimsingi maana yake ni kwamba mahusiano yanakuathiri, whether unataka ama utaki. Mahusiano yoyote yatakuathiri. Yatakuathiri. Hallelujah. Yatakuathiri. Kwa ni muhimu unafanya audit. Uweze kufanya mambo mazuri, uweze kufanya kuona matokeo, lazima uaudit, ufanye tathmini ya mahusiano yako, relationship zako unazo keep na kuziombea. Sababu unaweza kuwa na relationship nzuri, when you are not praying for them, watu wanaharibika, watu wanaacha kuwa kiroho, watakuathiri. Kama watu ulionao hawakui kiroho, watakuathiri. Kama wanakuwa kiroho, wanakuathiri vizuri. Hallelujah. Glory to God. Kama wanafanya vizuri, na wewe unafanya vizuri. Kama wanafanya vibaya, inawezekana wakakupata na wewe ukafanya isivyo sawa sawa. Hallelujah. Kwa uwezo ukasema mimi ni kiumbe kipya, siwezi kuwa influence. Pamoja na kwamba umezaliwa upya na wewe ni kiumbe kipya, lakini kuna influence ya binadamu. Ndio sababu pia mstari mmoja ambao huwa haueleweki mara nyingi nafikiri ni waraka wa kwanza Yohana, ambapo anasema kwamba kila kilichozaliwa na Mungu hakitendi nini? Dhambi. Do you remember that verse? Anasema kwa kuwa uzao wa Mungu unakaa nini? Ndani yake. Anasema wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu uzao wa Mungu unakaa ndani yake. Sasa hii verse kidogo wakati mwingine ni kama lakini mbona kama inakuwa tofauti na reality? Mbona watu wameokolewa na still wanaweza kukosea, wanaweza kutenda dhambi? Anasema kila kilichozaliwa na Mungu hakitendi dhambi. Simple anachomaanisha, uzao uliopokea ndani yako hauproduce wala hauwezi kuleta kitu kinaitwa nini? Dhambi. Roho wa Mungu ndani yako, anasema tunda la Roho, matokeo ya Roho, mazao ya Roho, ushawishi wa Roho, anasema ni upendo. Katika upendo anasema utu wema, fadhili, upole, kiasi, uvumilivu, na mambo kama hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake Roho wa Mungu hawezi kuinspire wewe kutenda nini? So inakuwaje muamini akatembea katika matendo ya mwili? Ni external what? Influence. Ni ushawishi utokao. Kwa maana yake muamini akitembea katika mwili, muamini akitenda dhambi, sio zao na tokeo la Roho ndani yake. Amen, amen. Muamini anapotembea sio sawa sawa, ni matokeo ya ushawishi kutoka nje, external influence. Ndani yake hawezi kutenda dhambi, wala hakuna zalisho la dhambi. Ana Roho wa Mungu ndani yake, ni upendo. Matokeo yake ni bora, ni wema, uvumilivu, kiasi, upole na mambo yanayofanana na hayo. Glory to God. So anasema bad company, company mbaya inaharibu tabia njema au mwenendo mzuri. Mwenendo mzuri. So ulikuwa na mwenendo wa maombi, unaweza ukashuka katika maombi. Ulikuwa na mwenendo wa kupenda makusanyiko ya mahali, unaweza ukashuka huo mwenendo wako, kwa sababu umekuwa na nini? Umekuwa na some kind of new association, wanakupull katika mambo mengine. Vipaumbele vyao ni tofauti na vipaumbele ulivyo navyo. So you have to be careful. Bwana Yesu asifiwe sana. Muhimu sana. So ni muhimu kufahamu, na kama tulivyosema, unaweza kumpenda mtu na usiambatane naye. Ni kweli ama si kweli? Unaweza kuwapenda watu lakini wasiwe close, wasiwe rafiki zetu, wasiwe watu wa kutembea nao na kuambatana nao. Tunaposema hivi hatumaanishi kwamba unajua usihusiane na watu kwamba uwachukie. No. Kinyume cha upendo kwanza hata sio chuki. Literally. Kimsingi sio chuki. Hata tukasema tu kinyume cha upendo umpendi mtu, haimaanishi moja kwa moja mtu huyo unamchukia. Kinyume cha upendo mara nyingi ni selfishness. Ni binafsi tu, ni wewe mwenyewe kujiangalia tu. Naweza nikaa tu mtu umejizingatia mwenyewe tu. Hallelujah. Tuko pamoja Kwa ina maana kwamba we can love people, we can love men, women, lakini tusiweze kuambatana nao. Kwa nini? Yamkini si watu ambao ni sahihi kuambatana nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni muhimu
kuwa na upambanuzi au kutambuzi au kusema discernment. Unapambanua mahusiano unaokuwa nayo, nani unaambatana nao, kwamba je ni godly ama sio. Nasema pia usiwe na haraka kwa habari ya new associations, mahusiano mapya. Usiwe na haraka, umekutana tu na mtu haraka haraka, tayari umemkaribisha kwenye kila kitu, tayari yani ameingia mpaka ndani kila kitu. No, don't do that. Build slowly, weka break, jifunze weka break kwenye new associations, kwenye maambatano mapya. So maintain mahusiano ulionayo, yaombee pia, lakini pia kama kuna uhusiano mpya unakuja, maambatano mapya, urafiki mpya unakuja, nenda nao taratibu. Nimesema nini? Nenda nao nini? Taratibu. Nenda nao taratibu. Usiwe na haraka. Nenda nao taratibu. Kwa sababu kumtoa mtu kwenye maisha ambaye umeshamkaribisha ni kazi ngumu sana. Na wakati mwingine unapomaliza kumkaribisha, hali inaweza kawa mbaya sana kuliko ya kwanza. Mkawa ni maadui kuliko mlivyoweza kuwa hata marafiki. So walete watu taratibu katika maisha yako. Walete taratibu. Let it grow. Acha uhusiano na wenyewe ukue. Amen, amen. Kama mtoto anavyozaliwa, anakuwa mdogo anaanza kukua sasa, acha uhusiano fanyeje? Ukue. Umekutana na mtu tayari, wewe umeshapeleka nyumbani, umempeleka wewe, umemwonyesha kila kitu, wewe mwambie biashara zako, mambo yani yote umemwaga, moyo wako wote umemwaga, kila kitu chote umeweka. Sasa ndani ya siku mbili unajua he was not the right person. Mwambie na umeshamwambia, kumshirikisha na umeshirikisha, kumuhusisha kwenye mambo fulani na umeshamhusisha, unamtoaje sasa? Watu ambao wameishi kidogo miaka mingi zaidi wanaweza kukubaliana na mimi kwamba kuna watu ambao tulifanya makosa, tuliwakaribisha, and then ikatupa wakati mgumu sana kufanyaje? Kuwa withdraw katika mambo yetu. Mtu yote ambaye ameishi kidogo katika ulimwengu anajua kwamba kuna mahusiano ambayo ni vigumu sana kuyamaliza. Kwa sababu ulimkaribisha mtu, ukafikiri ni sahihi, ukafikiri ni salama, baadaye ikawa changamoto kumtoa. So be careful. Kidogo build relationship. Acha watu approve themselves. Hallelujah. Kidogo watu wewe wajihakikishe wenyewe tu sasa huyu tunaweza kumsogeza na hapa, huyu sasa tunamsogeza na hapa. Kidogo. Hakuna hasara. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema hata kwenye mahusiano ya kawaida. Haya nikisema ya kawaida sana unaelewa. Ya kawaida. Maana haya sasa ni tunaongea ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Narudia kusema, labda unaweza kama umesahau. Unajua unaweza kukaa katika Kristo kwa miaka mingi ukasahau kwamba sex before marriage is a sin. I repeat again. Sex before marriage is what? A sin. So hauwezi kuipaka rangi, hauwezi kuibadilisha, hata ufanye exegesis ya namna gani, it remains a sin. Sasa ni agano la kale, since agano la kale to agano jipya, it is a sin. Hallelujah. So you have a relationship. Usiwe na haraka. Amen, amen. Usiwe na nini? Na haraka. Shughuli za kwenye ndoa zifanyike kwenye nini? Si naongea? Unanielewa ninachokisema? Mambo ya kwenye ndoa yafanyike, mambo ambayo sio kwenye ndoa yasifanyike nje ya nini? Ya ndoa. So saying this is for you. Mungu alipokuwa anasema na sisi au tunapopata maelekezo ya kitume katika nyaraka, sio kutubania. You most of the time unafikiri Mungu naye yani kwani anabana. No, it is for us. Ni kwa ajili ya usalama wa mioyo yetu wenyewe. Ndio last week nikakwambia kwamba most of the time watu wanalia sana na kuumia sana wanapokuwa wameachika katika mahusiano ambayo hayajafikia ndoa, sio kwa sababu nyingine. Alitoa sana. Alitoa sana maisha yake kwa huyu mtu. Sasa umetoa mpaka ambavyo sasa ulitoa kweli, ulipitiliza, umetoa sana. Sasa katika kutoa sana mwisho wa siku mtu anakuacha, inakuuma sana. Lakini kama we are just meeting, talking, going to evangelism, tunaomba pamoja. Anasema ninaenda, nimejisikia mpango sio mpango wa Bwana, sema okay. Mungu akujalie mema. Hakuna uchungu, hakuna hasira. Kuna watu wana uchungu hadi anasema anatetemeka mwili. Aligaramika. Yamkini kuna gharama nyingi amefanyaje? Ameziingia. Mnaniangalia sana. Kwa nini uongo? Gharama nyingi ameziingia. Sasa ukiingia gharama nyingi nauma. Ni sasa na biashara uliowekeza sana. Alafu ikafanyaje? Inauma. Hela umeweka alafu zinapotea ghafla. Inauma. So build it slowly. Uhusiano ukae kwenye standard ya uhusiano. Uhusiano huu unataka nini? Yanaishia kwenye uhusiano. Uhusiano huu unahitaji nini? Yaishie kwenye uhusiano. It is well na ni salama zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Vizuri sana. So
unaangalia na kuaudit mahusiano yako. Umefika chuoni, sikusanye kila aina ya John, Dick, Jane, Amina haraka haraka. You go slowly. Naenda kwenye mji mpya, you build slowly. Hallelujah. Tuko pamoja eh? Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 14. Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 14. Huu mwaka ni mwaka ambao mwanzoni huu tunaomba kwamba tusifanye trial and error. Hatukosei kwamba unafanya jambo na no, you pray for yourself, you pray for relationships, kwamba Mungu nisaidie niweze kupambanua vizuri watu wa kutembea nao. Sio na miezi 6 ya kutembea ndio unagundua umekosea, unaharibu, unaanza kutengeneza, miezi 6 mwaka umeisha hujafanya chochote. Nataka kuwa na mwaka wenye matokeo, anza kuwa na maombi mapema hii. Tembea na watu sahihi. Uwe na discernment, uwe na kupambanua. Nafanya tathmini watu ambao ni wa kuweka pembeni, watu ambao ni wa kusonga nao mbele. Glory to God. Umefika Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 14, anasemaje? Ehe. 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 Amen. Hallelujah. Asante sana. Asante sana. Leo mmesoma vizuri sana. Amen, amen. Very good. So, anasema pana shirika gani? Pana urafiki gani? Ni mahusiano haya yanaongelewa. Pana ulinganifu gani? Pana mapatano gani? That's a relationship. Asa msifungiwe nira na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa. That's a very key word. Kwa jinsi isivyo sawa sawa. Ina maana kuna jinsi ilivyo sawa na kuna jinsi isivyo sawa sawa. Kwa maana yake muamini anapaswa kujua mipaka ya mahusiano. Hawa watu ni business partners. Uhusiano ni nini? Business partnership. Glory to God. Hawa watu ni fellow workers, ni wafanyakazi wenzangu kazini. Uhusiano ni nini? Ni wafanyakazi wenzangu wapi? Kazini. Mtu anafanya kazi kazini na wafanyakazi wenzie, anasema story, machangamoto ya kanisa lake kwa watu wasioamini. Ana akili timamu? Sasa ngoja ni share ndugu yangu, yani na mizigo kweli. Yani kanisa letu lile. You can't be stupid more than that. Sasa yani kanisa letu lile unaanza. Yani mchungaji wetu sasa. Yani tuna shida. Hauwezi ukachanganya relationships. Asa msifungwe nila na wasioamini kwa jinsi sivyo sawa. Ndio nafikiri nila ya juu zaidi ya mahusiano katika maisha ni ndoa, isn't it? Ukiachilia urafiki mwingine na mahusiano mengine yote, nila yenye nguvu zaidi above every kind ya nila anaweza kujifunganisha nayo mtu duniani is marriage. Alafu nakuta mtu anajichanganya kwenye nila ya kiwango hicho cha juu, anaenda kuchukua mtu asiyeamini. You're not serious. Huko ni kufungamana isivyo sawa sawa. Tuliangalia kwamba kama kuna kosa ama dhambi kubwa aliyoifanya Suleimani, haikuwa kitu kingine, ni relationship zisizo sahihi. Kaoa wanawake kutoka kwenye mataifa wanaoabudu sanamu, ambao Mungu aliwaagiza wasioe kule. Sio kama Mungu alikuwa hataki wasichukue warembo kutoka kwenye mataifa mengine. It's not about ya wale warembo au wasioe. No. Ni habari ya wanachoamini na unachoamini. Ni habari ya mission niliyokupa na wale mtazamo wao. World view yao na world view yako ni tofauti. Anasema msifungamanishwe nila pamoja nao. Yeye akanena naoa. Lengo hataki kupigana vita. So mzee Kagame pale Rwanda labda anataka kuleta chokochoko hapa, ndio naoa binti yake pale. So huwezi kupigana na mkwe. So akaoa mabinti wa kifalme 700 na akakaa kwa amani wakati wote utawala kupigana vita. Hakuna mfalme wa Israeli ambaye kupigana vita. Yeye peke yake hakuwahi kushika mtoto wa bunduki. Ilikuwa usiku tu ni kukaa na glasi ya wine amezungukwa na wanawake basi. Nchi katulia katika amani, lakini ndani ya moyo wake ni vurugu. Anakwambia mambo yote ni nini? Ni ubatili na kujirisha nini? Upepo. Kwa wanasema wakamgeuza moyo.
mtu aliyekuwa na hekima, haijazungumzwa kama anapatikana mwingine mwenye hekima kama yeye, anasema wakamgeuza moyo. Kwa usiji overestimate yourself kama mimi am beyond influence, hawezi kunishawishi tofauti, mimi najielewa, tamhubiria huko tu, tamuokoa. Utamuokoa Yesu? Kuna watu mwenyewe ameshindwa kuwaokoa, wewe utamuokoa? Sometimes watu tunajitazama juu sana, nasema hamna, mimi naona tu ni mtu mzuri, tajitahidi tu hivyo, nitakuwa na mhubiri taratibu, tamuokoa. Usifungamanishwe nila na wasioamini isivyo sawa. So ni basic Christian life. When you want to marry, you marry who? A believer. Hiyo ni basic. Sasa waamini wenyewe wana changamoto. Kwanza muamini, alafu baada ya kwamba ni muamini tunaangalia changamoto zingine. Amen? Sisi tunaelewana? Sasa haina maana ya kwamba kila ambaye ni muamini ni wa kuolewa naye na kuoa naye. Haina maana hiyo. Ila basic, when you want to marry, unataka kuoa au kuolewa, unaolewa katika Bwana. Maana katika jamii ya nini? Ya waaminio. Then katika jamii ya waaminio sasa hao walioamini ndio tunaanza kuangalia mambo gani mengine Bwana amesema tusiambatane na watu. Sio karibu sana na sisi. Amesema ni unruly brother. Watu wa France waache kwanza ndio kukua katika kanisa. Sasa wataolewa na nani? Usubiri mchungaji afanye kazi. Ni project hiyo. Hiyo project usijipe wewe. Tuko pamoja? Unaenda unafanya nyumbani kwako panakuwa kama mahali pa nini? Baby care. Baby care. Unaolewa na mtu au unaoa mtu inakuwa ni nini? Baby care. Yaani huko pale jamali na akili za kitoto au lidada na akili za kitoto, ni ugomvi kila siku, mambo ya kijinga tu. Wewe ni kama una babysit tu mtu fulani hivi ambaye hajakuwa. Au unamchukua mtu nyumbani kwako panakuwa kama ndio sober house, mahali pa kubadilisha mateja waweze kuwa watu salama kwenye vichwa. Rehabilitation center. Why do you need that? Let the church do its work. Amen. Acha kanisa lifanye kazi yake. Hallelujah. Lakini kuna huyu sio muamini lakini mzuri, nimemhubiri juzi, nimemleta. Preach, chap, convert, chap, marry, chap. No, don't do that. Nakuuliza na wanafunzi, atapataga tu wanafunzi. Muache akae kanisani. Ajifunze, akulie fundisho. Alete, aonekane ni mtu anayeweza kuwajibika, ni mtu anaweza kaa chini ya mamlaka, akaongozwa, akaongezeka. Then mengine anaongeleka. Kuanzia hapo. Lakini ukiona una hekima sana, sisi wachungaji tunasema tu okay. Hallelujah. So unajua ulimwengu wa leo haucheli kusema pastor is very controlling, pastor is manipulating us, you think you know better. Sisi tunakuonyesha tu nyaraka zinasema hivi, mtindo wa maisha namna hii. Ila ukiona hekima zaidi, you go do your thing. Tutakuwepo pale. Hallelujah. Tutakuwepo pale. And then you'll come and yani simuelewi kabisa. Sasa hivi simuelewi. Umuelewi nini? Mbona hizi lady flags zilikuwepo toka mwanzo? Mbona huyu mtu alikuwa ni wa namna hiyo toka mwanzo? Sio mtu wa kupenda mambo ya Mungu. Sio mtu, yani ni mtu ambaye sio issue zake, sio mambo yake. Alikuonyesha toka mwanzo, akasema nitamsaidia, nitamchochea. Umechochewa wewe sasa. Naambiwa hakuna kwenda mkesha, naambiwa hakuna kusikia mtu anaombaomba hapo, ananifanya hamna kuombaomba nyumbani kwangu. Kwani ukiomba tu dakika moja haitoshi? Unaongea na Mungu, unapiga kelele mpaka upige kelele sana ndio Mungu anakusikia. Naanza kupata changamoto. Niwahi kuambia mtu akiolewa na Muislamu, ametaka mwenyewe kabisa akaenda kuolewa na Muislamu na yupo kanisani. Yaani yuko kanisani akaenda kuolewa na nani? Na nani? Semeni kwa sauti. Na Muislamu. Baada ya mwaka mmoja anakuja ananiambia, mchungaji, mimi mume wangu ananiambia twende msikitini, naomba tufunge na kuomba. Nakwambia ti mume wako, nenda msikitini. Amen. Kwa sababu maisha ni uchaguzi. Life is a choice. Ensure kwamba choices unazozifanya ziko sawa sawa na mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako. Ensure. Ni sawa sana maelekezo. Mungu akikupa maelekezo, they are not suggestions. Those are for your life. Ni uzima, ni afya yako, ni usalama wa akili yako katika maisha yako. Your mental health depends on that. Ukichukulia poa maelekezo madogo tu, don't do this, is legalism. Wait and see. Haya ni maneno ya upendo kwa Baba. Love words of God to his sons, daughters. Don't do this. Kumwambia mtoto wako usiweke mkono kwenye moto, it's not legalism. Amen.
Mungu katika hekima yake, vast knowledge alionayo, anafahamu ukipita hapo utaumia, anakwambia usipite njia hizi. Unaona kama Mungu hamna apendi tu ni enjoy. Now, shida inaanza kuja, unaanza tena kulia. I think there are times kwenye maisha inabidi sasa uanze ku carry the consequences of your own actions. Unavuna matokeo ya maamuzi yako mwenyewe. Na much bad, mbaya zaidi kabisa, kuna vitu unakosea vinarekebishika kwa urahisi, unaenda. Amen, amen. Kuna mambo ambayo ni easy to redo, kuyabadilisha, kuyatengeneza, kuyaboresha na nini. But inapokuja kwenye nila inaitwa ndoa, don't take it lightly. Tuko pamoja? Usichukulie poa jambo linaloitwa ndoa. Sio nila rahisi kuisolve hiyo. Lakini zingua tunaachana tu. Subiri uone kama watu wanaachika kirahisi. Watu hawaachiki kirahisi. Na ukilazimisha kuachana na wewe mwenyewe, inakupiga, inakulamba kwako, inalamba kote, inalamba kwa ndugu, everywhere ni matatizo, kwa sababu ndoa ni taasisi, haikuhusishi wewe na hako kajamaa umekutana nako njiani. Bila sema tu mnataka kuwa ndoa, baba mdogo, shangazi, mjomba, dada, kaka, wote wamefanyaje? Unaelewa hiyo kitu? Kwa sio decisions ambazo ni light. Usifanye betting kwenye mambo kama hayo. Usifanye betting. Just do the best, tembea kwenye neno la Mungu. The rest sasa mwachie Mungu. Kuliko mambo ambayo ulikuwa kabisa una nafasi, uliyaona, ukapotezea. Ulipata maelekezo, ukufanya sahihi. That's bad. Hatusemi kwamba utakapooa katika Bwana, yani aliyeamini, au utakapofuata maelekezo kwamba ni guarantee ya kuwa na ndoa yenye amani na neema. I'm not saying that. Pastor wewe hujui tu. Hapo watu wamejitahidi sana lakini they are struggling. Kwa hiyo unataka na wewe. Amen, amen. Kwa pamoja na kwamba inahusisha mambo mengi watu kutembea vizuri katika ndoa, lakini angalau basic na mambo ya msingi, do your homework vizuri. Hallelujah. Mnanielewa ninachokisema? Naeleweka nyewe watu? Asante sana. Nila, sema msifunge nila pamoja na wasioamini isivyo sasa. Nimeongelea sana ndoa kwa sababu ni moja ya nila ambayo ukibambatana na wasioamini ndio moja kwa moja ni isivyo sawa sawa. Lakini kuna mahusiano pia na wasioamini asio nini? Sawa sawa. Kiachia habari ya ndoa. Kwa ni vizuri kufahamu hawa ni kwa ajili ya jambo hili. Huyu ni unaweza kana na mentors wa biashara ni Waislamu. That's all good. Wanakufundisha biashara. Watu ambao wala kwani wale kufundisha kusoma na kuandika lazima ulikuwa unamuuliza umejaa roho, umeokoka? No. Vile vitu havihitaji kwamba mtu no. Anawezekana kabisa akawa hata msikitini haingii wala sio mwabudubuza, ni au anaabudu masanamu, lakini ndiye business mentor. Anakusaidia katika ulimwengu wa biashara. Anakuonyesha hapa watu wanafanya hivi na hivi, na unajua kabisa uhusiano wangu mimi na yeye unaishia kwenye nini? Business. Hauwezi kwenda kuomba ushauri kwa watu wasioamini kuhusiana na maisha yako ya ndoa, familia. Hebu nisaidie bwana. Can't do that. Bwana Yesu asifiwe sana. Naeleka ninachokisema? So, urafiki unatakiwa kuchaji katika utumishi wako na mwendo wako kwa ujumla. Ibrania 10:24-25. Ibrania 10:24-25. Tenda haraka kidogo ili tutoke kwenye jambo la uhusiano na mahusiano, twende kwenye jambo la pili na la tatu. Ibrania 10:24-25. Umefika? Ibrania 10:24-25. Hallelujah. Tumefika? Okay, some 1, 2, 3. Hallelujah. Asa tukaangaliane sisi kwa sisi. Hebu sema sisi kwa sisi. Maana yake ni mpango wa Mungu watakatifu waweze kuangaliana. Sasa wananifuata, wananifollow. Ni wajibu wamepewa. We have to follow you. Kwa sababu ni wajibu tumepewa kukuangalia, kukufuatilia. Tukaangaliane sisi kwa sisi. Hallelujah. Asema na kuhimizana katika upendo na kazi nzuri. Kwa maana yake msingi wa mahusiano ni kuhimizana, ni kuinfluence one another, ni kushawishiana katika nini? Upendo na kazi nzuri.
Haleluya. Wala tusiache. Lengo nasema ili pia ipatikane kwamba hatuachi kukusanyika kama wengine ambavyo wanafanya hawakusanyiki. Kwa lengo pia la relationship ni watuchochee makusanyiko ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Makusanyiko wanatuchochea. Twende maombi, twende Bible study, twende fellowship, twende commit, wanakuchochea. Tusiache kukusanyika. Sasa tukaangaliane sisi kwa sisi, tukaimizane katika upendo. Kwa moja ya kazi za upendo ni kukusanyika, na kazi nyingine njema vizuri zaidi, wanakuchochea katika utoaji, kwa mkalimu, kwa mwema. Kama maisha yako sasa, wewe ulisema maisha yako unaishi kwa ajili ya Kristo, biashara zote ni kwa ajili ya Kristo, sijui nini kazi unafanya ni kwa ajili ya Kristo. Mbona brother sioni huyo Kristo na mambo unavyofanya kwa ajili ya Kristo? Mbona unaona kama umekuwa tu mambo yako yote ni kibinafsi binafsi, hela zote zinaishia kwenye mambo yako mwenyewe? Wanakuchochea kwenye kazi njema, kwenye mambo mazuri ya kufanya katika maisha yako, muishie Kristo, wanakuchochea. Haleluya. Mmoja jirani yako nao marafiki wa namna hiyo? Kama huna, umuombe Mungu akupe marafiki wanaokuchochea. Haleluya. Wanaokuchochea kwenye mambo haya, umuombe Mungu akupe. Usiseme mimi I'm good alone, I like to I need privacy. I'm a private man. You are mentally deluded. Yaani mtu anaposema, mtu akikwambia mimi napenda kukaa tu mwenyewe, sipendi watu, usifikirie ni sifa, ni mgonjwa. Unanielewa ninachokisema? Ni mgonjwa. He is not normal. Not normal. A normal human being anahitaji, anakuwa na interaction. Hatumaanishi unahusiana na kijiji chote. But at least there is one person, two person ambao una relate nao. Ndio mtu ambaye ni normal. Yeye una relate na supernatural beings, demons, angels. Ndio tunakuuliza, nilisema unauliza hata mkuu wako wa mkoa ni nani? Mkuu wa mkoa hujui. Uko Dar es Salaam, mkuu wako wa mkoa? Sasa mimi mambo hayo. You are not a normal human being. Ungeambia karibu uketi, nimeketishwa mahali pa juu pale painuka. Yaani wewe kila kitu ni spirit tu. Yaani unajifanya wa rohoni, hauna maisha ya kawaida. Mwambie jirani yako kuwa wa kawaida, mtu. Naposema wa kawaida sio kawaida mediocre, na maanisha uwe mtu, human being, normal human being. You talk to people. Isikutokea unaenda hospitali, daktari anakusikiliza, mwisho wa siku prescription anayosema jitahidi wewe unaongea na watu. Sababu wewe unatoka wakati mwingine unakutana na watu hivi, yaani amekutazama matatizo yako, akaona huyu shida yake hana nini, hakutani na watu. Wewe unakaa na kuta zako, tunaangalia ukuta wa chumba chako, unaangalia kabati la ndani kwako, unaangalia vyombo tu. Uko mwenyewe utakufa vibaya wewe, nakwambia. Watu wanakuja kukuta umejinyonga ndani. Stress level pale juu. Hakuna hata mtu ambaye you can pour your heart tu kwamba kasema mambo ukasema tu. No, sometimes you just need someone to hear. Mtu tu akusikilize. Hata si kwamba ana kitu cha kukusaidia, lakini you just need a person ambaye angalau utaachilia kifua chako useme mambo na unajua uko salama. Hallelujah. You talk to people. Sio angels only. Tuko pamoja watu wa Mungu. Aiondoi upako. Wao nafikiri nitapunguza upako. Natunza upako kama mwenyewe. Si changanye na watu. Wewe hauwezi kuwa upako wa Mungu. Sababu Mungu anataka ufanyeje? Ujichanganye na watu. Na upako wenyewe ni kwa ajili ya watu. Sasa kana watu ambao wana dhambi watanolewa. Upako ni kwa ajili ya hao wenye matatizo. Yaani kazi ya upako. Yaani upako unafurahia kwenda kwenye sehemu zenye matatizo na machangamoto, kwenye wenye dhambi, kwenye ndio upako unataka uende ukabadilishe hizo hali. Wewe unasema nalinda upako. Wewe ulikuwa upako au utakuwa uji? Hizo kwa mafuta ya roho. Nanielewa ndugu zangu? Kuwa a normal human being. Talk to people. Ongea na watu. Kwa mtu anakuambia mimi napenda kukaa mwenyewe, msaidie. Huo ni ugonjwa wa akili. Ana changamoto huyu, asaidiwe. Mtu wa kawaida anahusiana na watu, anaongea na watu. Uje kuta mtu anaota yuko peke yake anaongea na ng'ombe. Mmei kukutana na watu hayo?
Sasa sio vibaya mtu anasemesha ng'ombe wa kwake, lakini haongei na watu. Yeye huwa muda wote anaongea na kuku, anaongea na bata, anaongea na ng'ombe. Something is wrong somewhere kwenye kichwa cha huyu. Na mtu asikutengeneze kama man of God, woman of God ambaye yani sasa ni wewe. Wala superhuman being. Mpira uangalii. Kwa sababu gani? Nimeokoka sana. Niko rohoni. Ni kweli masikwe? Sasa ni mambo ya nini? Ya dunia. Novo hapana, siwezi kusoma. Movie siuonagi movie kabisa, mambo ya kishetani. Chakula KFC, hiyo vitu vya duniani KFC. Sometimes unaweza kaa na kichwa cha ajabu sana. Usipokuwa makini. Usipokuwa nini? Unaweza kuwa na kichwa cha ajabu sana. Na ukifikiri kwamba uko rohoni na Mungu ndio anaongea nawe, kumbe unasikiza majini tu. Watu wengi wamesikiza majini wakifikiri wanasikiza Roho Mtakatifu. Talk to human beings. Wanaweza hata kukukumbusha kwamba hicho unachokisema, ndugu yangu, umeanza kwenda nje ya mstari. Talk to human beings. Hallelujah. Tumeelewana? Are you getting it? Sikae mwenyewe. Sikae mwenyewe. Amen. So Mungu akusaidie mwaka 2026 kwamba unaambatana na watu sahihi. Hallelujah. Naomba kwa ajili ya hilo. Fanya audit na msaada wa Bwana katika huu mwaka. Kwa sababu relationships ni sehemu inaonekana kama ndogo sana, lakini ina influence kila eneo la maisha yako. Ina influence kila eneo la maisha yako. Inaweza kuwa kama kitu kidogo hivi, lakini ina influence kila aina ya maisha yako. Wale unaoita marafiki zako, waombee, wanaweza kuwa sehemu ya adui kuharibu maisha yako au Mungu kuyajenga maisha yako. So you have friends, pray for them. Relationships ziombee, kwa sababu wengine adui anaweza kutafuta namna watu wa maana waondolewe kwenye maisha yako, afu apande watu wake wabovu. So pray for your relationships. Unapokuwa unatathmini, ombea relationships zako. Hallelujah. So tunaweza kutoka hapo. Jambo la pili, ilikuwa na mwaka wenye matokeo. Jambo la pili, ilikuwa na mwaka wenye matokeo ni kuongeza bidii katika mambo yale ambayo unayatolea ripoti. Kuongeza bidii katika mambo yale ambayo unayatolea ripoti. Mnayafahamu mambo ambayo tunatolea ripoti? Tunayakumbuka? Nafikiri sio ya kusahau, kwa sababu jana tu yenyewe umetuma ripoti. Mambo yale ambayo tunatuma ripoti: maombi, kusoma Biblia, kufanya uinjilisti, kusikiliza mafundisho, kusoma vitabu vya mambo ya rohoni, mambo ya kiroho, vitabu vya imani, vitabu vya mafundisho. Hallelujah. Mambo haya ongeza bidii. Katika mwaka 2026 usikubali kurudi nyuma au kutokuwa na consistency. Weka uthabiti. Mwaka huu tumesema ni mwaka mzuri. It's a good year. Mwaka mzuri ambapo tunakuwa na uthabiti katika mambo yale ambayo tunapaswa kufanya. Tuna uthabiti katika morning devotion. Kwamba simply naamka asubuhi ninaomba. Kabla sisema na ulimwengu na kisha nimeshinda mechi zangu, nimesema na Baba, nimekuwa na personal devotion na nani, unaondoka una nguvu, unaiona siku, ushaipangilia siku, umeizungumza. Yani you go uko refreshed and full of the spirit in the morning. Hallelujah. So kwa watu wote ambao hawana changamoto za kiratiba ambazo labda wana kazi za shifti zinafanya kwamba asubuhi ndio inawakuta wako wanamalizia kufanya mambo mengine. Kama ratiba yako ni ya watu wale kawaida wanalala saa 4, saa 5, saa 6, wanaamka asubuhi ndio siku yao inaanza, we recommend have a morning what? Devotion. Kuwa na wakati asubuhi wa maombi. Tulisema faida ya kufanya hivyo asubuhi ni kwa sababu siku ikichangamka ukaingia kwenye mambo, wakati mwingine inaweza kuwa out of your control. Si wote tunafanya kazi za kujitegemea, ambapo wewe mwenyewe unaamua saa ngapi ufanye nini na saa ngapi usifanye kitu fulani. Wengine mambo yetu yanahusisha na watu wengine, au watu wengine wana control kubwa juu ya shughuli during the day. Kwa unafikiri nitapata muda saa 10, saa 10 ndio bosi kakwambia nenda Kariakoo kalete mzigo. Leo unashangaa umerudi nyumbani umechoka, ni saa 4 na hujaomba siku hiyo.
Lakini nani, kama wewe ni mtu ambaye shughuli zako zinaanza saa 1, saa 2 asubuhi, nani anakutuma kazi saa 10 alfajiri? Nani anakupa majukumu saa 11 asubuhi? It is in your control. So just wake up and pray. Ni simple basic thing to do. Ukuaji wa kiroho hauhitaji mambo makubwa. Wengi wanafikiri ukuaji wa kiroho ni katika kufanya mambo makubwa sana. No! Ukuaji wa kiroho kwenye mambo madogo madogo. Unaamka na kuomba, unasoma Biblia yako. Ndio maana maombi katika maandiko yanaongelewa kama kitu cha kudumu na endelevu, consistent every day. Kidogo kidogo. Ni bora mtu anayeomba risali moja kila siku kuliko mtu anayeomba masaa 20 mara moja, anakuja kuomba masaa 12 baada ya mwezi mmoja. Just weka consistency. Hata kama ni nusu saa umeanza nayo, nusu saa ya kuomba kila siku is very powerful. Inaweka maisha yako on course. Inakupa energy ya kufanya mambo sahihi, maamuzi sahihi kila siku. Inakufanya kwamba uongozwe na Mungu hata wakati ambapo hujui. Unashangaa tu nguvu ya Mungu inakusukuma kwenye mambo fulani tofauti na ambavyo ungefanya mwenyewe bila that kind of prayer. Kwa asubuhi yako inakujenga. Maombi ni ukuaji wa kiroho. Huwezi kuwa kiroho you are not communicating with the divine. Huo uhusiano uongei na Mungu. Sasa nataka Mungu aniongoze. Unaongozwaje? Sijui mtu anayeongozwa na Mungu haombi. Sijui, na sijawahi kumuona na hajawahi kusikika. Unataka kuongozwa na Mungu, be in a place of prayer every day. Ina-ensure whether kwa akili yako unajua au hujui, kuna nguvu inakuongoza. Kuna mawazo yataflow ndani yako, ni mawazo ya kiungu. Why? Ulikuwa na contact na uungu. You are speaking to God. Umespeak in tongues. Kuna mambo umeyapangilia, kuna makutano umeyatengeneza. Inawezekana ni mtu wa biashara, make a habit ya kuomba katika roho kila siku, kwa sababu kuna makutano muhimu ambayo wewe unaweza ukatumia nguvu nyingi kuyapata, lakini ikawa rahisi because you are praying. You are arranging mambo leo, mengine ya miaka 2 ijayo, mengine ya miaka 10 ijayo. Mambo ya msingi, watu wa maana kukutana nao, connections zinazokuja upande wako, they were arranged and planned in a place of what? Prayer. Hallelujah. Glory to God. Lakini nguvu ya kufanya mambo au kuishi maisha ya Kikristo inapatikana kwenye eneo la nini? La prayer pia. Ukiona umeanza kuwa na tabia za ajabu ajabu, angalia kitu cha kwanza ambacho utakuwa umeanza kupoteza ni nini? Prayer. Ukianza kupata uzito wa kwenda kanisani, angalia eneo ambalo utakuwa umeanza kulipoteza. Prayer. Ulikuwa na moto wa Injili, ukaanza ule moto kuvivia, angalia eneo uliloanza kupoteza, itakuwa ni prayer. So kabla watu hawajakuwa wa ajabu ajabu, eneo la kwanza linalokuwa limekuwa mhanga ni nini? Prayer. Prayer life inatusaidia ku maintain Christian life. Prayer life inatusaidia kutembea katika mpango wa Mungu. Prayer life inatusaidia kutembea salama, kujali na wengine, kuwa sensitive na issues, kuwa sensitive na watu walioko karibu na sisi. Nini tunatenda, nini tunasema kwa ajili yao, nini tunafanya pamoja nao. Maombi yanakufanya kichwa chako kiwe clear. You know, sometimes ninajiuliza, ninaweza kufanya nini bila maombi? Kwa sababu ninajua siku ambapo siombi hali inakuaje. Ni kama niko blind, I don't know what to do. I can't understand how people they do life without prayer. I don't understand. Ulimwengu wangu unakuwa clear when I'm in a place of prayer. When I'm praying ninaona vitu katika clarity. Wakati ninaomba ninasikia kile acha. Ninasikia kabisa, unaweza kusema na yule. Nasikia kabisa hilo subiria. Hata uvumilivu unapata kuja wakati mwingine, nguvu ya kuvumilia, nguvu ya kungoja, delays. Maisha yanaweza kuleta delays. Unataka jambo lako haraka haraka, lakini maisha yanakuletea delays. Nguvu ya kubaki unavumilia kusubiri, you can get in a place of prayer. Hallelujah. Tuko pamoja? Hata mambo yale kukera na hasira sana, when you pray, the spirit will calm you down. Unatoka pale unajua unaweza kaa jana usiku umesema yani huyu nitamkomesha. Huyu yani huyu mshenzi subiri. Yani umeshawazo kapanga, umepanga, ukaamka asubuhi ukapiga prayer zako masaa 2. Ngoma zote, mipango yote mfanye imeyuka. A new creature has arisen in you. Kiumbe kipya kimetake control. Unashangaa umecalm down sasa, lakini ujinga tu. Hebu achana naye. Umeacha mambo yote malowe kwa sababu you prayed. Siku zote nashangaa kama mtu anasema anaomba masaa 3 alafu ana uchungu. Wewe masaa 3 siri una uchungu. Ulikuwa unaomba ama ulikuwa unafanya nini? Umeomba masaa 2 bado umebeba watu kwenye moyo. Umeomba saa moja bado huwezi kusamehe. I believe in prayer we encounter God. Amen, amen.
Tunakutana na Mungu kwenye eneo la maombi. Yaani ni kama sasa tunakutana na Mungu sasa, kwani tulimwacha wapi? Understand the thing, eh? Hallelujah. Tunapoomba tunaipa nguvu connection, yani ule uhalisia wa Mungu pamoja na sisi unajidhihirisha katika utu wetu, katika fahamu zetu, katika una take over, ama unakuwa na impact au unakuwa na influence kubwa zaidi. Unakuwa na influence kubwa zaidi. Kwa maana yake ni kwamba katika eneo la maombi matamanio yetu yanauawa, matamanio yake yanapata nguvu zaidi. Amen, amen. Mapenzi yetu yanakufa, mapenzi yake yanapata uhai zaidi. Matakataka na makandokando, mawazo sio kiungu yanateketea. Hapo ndio Mungu ambaye ni moto ulao. Moto ulao una consume every kind of evil thoughts. Una consume every kind ya matakataka in a place of prayer. Unashangaa unakuwa mtu anayeomba naamini. Mimi naamini. Mtu ambaye anaomba sahihi kila siku, maombi ambayo sio ya kutaka kujionyesha, maombi ambayo ni ya nia dhati na ya upendo kwa Mungu, ninaamini kabisa kwamba anazidi kuwa mtu bora kila siku, kwa sababu ni a place of prayer. Utakuwa unaambiwa that thing you have been doing is not light. Na kila siku unakuja hapo unaongea na Bwana. Unakuja hapo unaongea na Bwana. Unasikia ndani yako, unatiwa nguvu, unaonyeshwa, unaambiwa, you will change. Ni kweli ama si kweli? Kwa ukuaji wa kiroho unaanza na shughuli hizi ndogo ndogo. Amka na uombe. Kabla ulimwengu hujakuvamia, hujakujazia maratiba ambayo yanakushinda, amka na uombe. You can pray in the morning. Na huu mwaka tunataka kukua na kuwa na consistency katika morning devotion. Hallelujah. Kwa weka mambo katika order. Kuwa na muda wa kujifunza neno. Fanya bidii zaidi kusoma Biblia. Biblia isoma mwaka huu, zamilia imalize hata mara moja, mara mbili. It is possible. Yeah, unajua ukisoma tu sura 3, sura 2 kwa siku, unaweza kumaliza Biblia mara 2 katika mwaka. Do you know that? Just make a plan. Sasa huwa nasoma mengine sielewi. Don't mind kuelewa. Just read. Nimesemaje? Soma tu, hizi stories wepo tu ndani yako. Saa ya kuelewa itakuja. Wewe kuwa na ushirika mzuri na habari hizi. Kuwa na acquaintance, kuwa na kufahamu tu. Yaani hizi habari ziwepo za kina Kaini, za kina Melkizedeki, za kina Nuhu, habari za kina Yusufu, kuwa na habari za kina Danieli. Mastori yote ya Israeli kuwa nayo tu. Yasome. Fulani akamzaa fulani, fulani akamzaa. Soma. Mwanzo mpaka Ufunuo. Just read. Amen, amen. Itakusaidia wakati walimu wanafundisha, mambo yanaunganika kwa wepesi because you have information. Roho Mtakatifu atakuwa na kitu cha kutumia kwa sababu ndani yako kuna vast, kuna wingi wa neno lake, kuna taarifa. Hizi taarifa ziwepo ndani yako. Hallelujah. Nimeeleweka ninachokisema? Kwa mwaka huu dhamiria kuweka bidii kwenye kusoma Biblia yako. Kila siku unasoma sura zako kadhaa. Wangapi jana wamesoma Biblia? Kwa jina la Yesu na kuapisha ukasema ukweli. Hallelujah. Tuko pamoja ndugu zangu? Usiache siku inapita haujasoma nini? Biblia. Na si kwamba una muda. Angalia muda ambao unatumia social media. Just chacha lisa limeisha. Lakini unajua nusu saa inafanya nini ukisoma Biblia nusu saa? Umeenda umbali kiasi gani? Yaani nusu saa ambao ufanye kingine, unachofanya ni kusoma Biblia. Umeanza Zaburi ya kwanza. Tuwe wa kweli. Nusu, sijakudai masaa 3. Nusu saa ya kusoma Biblia. Umeanza kitabu cha Waefeso. Nusu saa. Unashaka kameisha. Tena unaweza kuta umesoma Waefeso, umesoma na Wafilipi, umesoma na Kolosai, zimeisha. Just read your Bible. Dhamiria mwaka huu utasoma Biblia, utaimaliza, utairudia tena. Glory to God. Ukuaji wa kiroho unaanza na mambo haya. Ni mambo madogo madogo kuomba. Ni mambo madogo madogo kusoma Biblia. Hallelujah. Ni mambo madogo madogo kushare na mtu injili. Tumesema kushare na mtu injili ni conversation. Ni katika mazungumzo ya kawaida. Kama unavyoongea na watu mambo mengine, kama unavyowashirikisha watu mambo mengine, you share the gospel. Katika unaongea naye, unasema naye, ni mazungumzo tu. Unadhamiria kwamba nitasema na mtu angalau mmoja kila siku nikiwa mahali, nitasema na mtu habari za Yesu. Nitaconverse, nitazungumza mambo ya injili kwa mtu kila siku angalau mmoja. Ukisema na mtu mmoja kwa siku 6, siku ya 7 unaweza kupata 2 wa kuja nao kanisani. Ni kweli ama si kweli? Anaweza kusema hamna pasta, hiyo haiwezekani. So, dhamiria kama mwaka huu utakuwa na matokeo. Sema mwaka huu
nitakuwa na matokeo. Tunaposema simama na wanafunzi wako, hautasimama kama mchawi peke yako. Mwaka huu mwezi wa 6, mwaka huu mwezi wa 3, mtakayo anaposema okay, kila mtu asimame na wanafunzi wake. Majestically una timu ya watu kama 4 5, they follow you. There you are, disciples. Hakuna sababu ya kuwa kwenye kanisa ambalo hauchangii maendeleo yake. Si unaeleka ninachokisema? What's the church for? You in the church, uko katika kanisa, hauchangii ukuaji wake. You have to be part of its development. Kifedha na wanafunzi unalea. Kuna watu unawalea, kuna watu wewe unawaangalia kiroho, kuna watu unawasimamia namna wanavyosoma Biblia, namna ambavyo wanaomba, wewe ndio unawasimamia. Wanafunzi wako, watu ambao umesema nao, watu ambao umepanda kwenye kanisa la mahali, watu ambao unahusika kuona wana grow. What kind of a life can be joyous kuzidi maisha ambayo unahusika kuwalea watu wengine katika Kristo Yesu? Na ni simple. Ni simple. Shirikisha mtu injili akiamini, unaanza naye siku 30 na muamini. Haleluya. Unamfundisha leo mada hii, kesho mara nyingine unamwambia, unamuinspire kuomba, siku nyingine unamchukua unaenda naye uinjilisti, anaona unavyohubiri, anajifunza, unajaza mtu roho, na yeye anaanza kufanya the same things. Glory to God. Sema huu mwaka ninakuwa na matokeo. Huu mwaka ninadhamiria nitaomba kila siku, nitajifunza neno la Mungu, nitasema na watu injili, nitapanda watu kwenye kanisa langu la mahali. Glory to God. Kila mtu mwaka huu akafanye kazi yake. Kwa sababu mwaka huu unavoisha, huu mwaka tutaki kuwepo kwenye ukumbi huu. Si nimeeleweka ninachokisema? We are not supposed to be here. Muda tuliokaa hapa umetosha. Am I talking to somebody? Huu mlima tumezunguka ni muda wa kwenda mbele. Kwa nini nasema hatutaki kuwepo mahali? Sijasema ni pabaya. Yaani hatupaswi kuwepo mahali hapa kwa sababu hapata tutosha. Amen. Hebu imagine si tuko hapo, si mko hapo Kila mmoja amefanya kazi yake vizuri. Ameleta mtu huyu ndani ya mwezi mmoja, hata tuseme miezi 12. Mtu huyu sio wiki, mwezi mmoja. Umeleta mtu huyu mmoja. Tunakuwa tumeweka viti mpaka wapi? Angalia nyuma yako. Yes. So kama tuko hivi every now and then, it means hatufanyi sawa sawa. Hallelujah. Hatufanyi nini? Sawa sawa. Lakini kila mmoja akifanya vizuri, maana yake ndani ya mwezi mmoja tuko pale. Mwezi wa 2 na wa 3 patatutosha tena. Mwisho wa mwaka je? Kwa mimi nikisema mwisho wa mwaka tutaki kuwepo hapa, ni kuna make sense ama si make sense? Yes. It makes sense. So, nimewaambia wachungaji, by mwezi wa 3 we have to be double. We double the number. We double the number. That's it. Kwa maombi yako yanasukumwa kwamba tunapaswa kuzaa, ninapaswa kuongezeka, napaswa kupata mwanafunzi. Ndani ya miezi Januari, Februari, March lazima niwe nimepanda mtu committed. Ninaweza kuwa na wanafunzi 5 6 nafuatia, lakini kuna mmoja tayari, huyu ni committed local church member. Hallelujah. Huyu ni committed local church member. Nimeachieve kwamba nikiangalia miezi yangu 3 nimeishi, nina mtu mmoja ambaye nimempanda, sina mashaka naye. Nina watu bado napambana nao, wanaweza kufika ama wasifika wakakaa, lakini nina mmoja ambaye huyu nina uhakika yuko kanisani. Hallelujah. Imagine miezi 3. Kimsingi ni target ya chini, lakini at least achieve hiyo. Hallelujah. Ni target ya chini, lakini at least achieve hiyo. Angalau mtu mmoja. Ukifanya angalau mtu mmoja, utakuwa umefanya kazi na Mungu kubwa sana kwenye ile kanisa. Because the church will grow because of you. Huu mwaka tunaposema matokeo, usio nawaza tu matokeo ya kuwa na magari, matokeo ya kuwa na nyumba. No! Hakuna furaha katika hivyo vitu. Ni vitu tu, vinaweza kupatikana wakati wote, vinaweza kupatia wakati wowote. We will do work, tutafanya business, we will have them, but moja ya jambo litakalo li drive maisha yako ni kwamba baada ya miezi 3 nimeongeza nini kwenye kanisa langu la mahali? Namna gani I'm a blessing to my local church? Namna gani I'm multiplying? Je, mimi najumlisha au mimi huwa ndio natoa? Kwa kanisani, wewe ndio unafanya watu wanaondoka kanisani ama ndio unafanya watu wanakuja kanisani? It's a question. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana.
Unadhamiria nini? Muulize jirani yako, unadhamiria nini? Just one person. Sikupi kazi kubwa sana, mtu mmoja given. Sikupi kazi kubwa sana, mtu mmoja. Committed local church. And teamwork is teamwork when everybody is doing that work, isn't it? So everybody, kila mtu anafanya, and then baada ya miezi mitatu tunasema wow, Bwana umbali umetutoa. Unasema wewe ni Ebeneza kwenye ipi? Sasa umbali umetutoa Bwana. Tunakumbuka tulivyokuwa watatu, then tuko 100. Sasa umbali umetutoa. Wewe ni Ebeneza. Kwa hapo tuna haki ya kusema tulipokuwa wapi pale? Mtoni au wapi? Sasa Bwana aliporejeza mateka wa Sayuni, tulikuwa tukifurahi. Bwana kajaza vinywa vyetu na nini? Na kicheko. Wakati tumeleta mavuno katika nyumba ya Bwana. Sasa wow, tulikuwa 5 tu. Tulikuwa tunakutana kuomba 3. Sasa hivi kwenye seli yetu tumekuwa 15. Tumezaa seli nyingine 10 wamefika, tumefungua seli nyingine ya pili. Tunafurahi, tunacheka. Maisha yanapata fulfillment na maana when we are doing that. Hallelujah. Usikubali kuwepo kanisani you are not multiplying. Tuna baraka ya Mungu. Unajua neno lilianza kabisa mwanzo, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi, mkatiishi. Mapema Mungu anazungumzia purpose ya mtu. Baraka ya Mungu iko juu yako. Wewe ukulaniwa, una baraka ya maongezeko katika jina la Yesu. Unaongezeka katika mambo haya, unaongezeka katika wanafunzi, unazaa, unafanya wengine kuwa wanafunzi kwa ajili yako. Wewe watu wanamjua Mungu. Glory to God. Hallelujah. Kwa huu mwaka unajua Januari mpaka Disemba ni parefu. Jifunze mwenyewe. Sio Disemba ndo naanza kutathmini. No, ulishakula hasara za kutosha ndio unatathmini mwaka. Jifunze kujifanyia evaluation kila wiki. Kwanza kila siku. Jitahidi kabla ya kulala unaangalia siku yako. Leo nimewini wapi? Leo nimechemka wapi? Kwa nini nilichemka? Kesho nifanyeje? Evaluate. Kulala usiku hujatazama, hujareflect siku yako ni uzembe wa kiwango cha lami. Kulala usiku hujui kesho utafanya nini ni uzembe wa kiwango cha lami. Unalala unajua kesho unafanya nini. Na kwenye mambo ambayo unafanya kesho manake yapo ya kimungu yana kipaumbele kabisa. Unajua utakavyoomba, unajua utakavyofanya, unajua pamoja na biashara zako nyingi, pamoja na kazi zako nyingi, kuna mambo ya Mungu umeplan for that day. Na usiku you review your day. How? Mimi nashangaa unavutaje shuka unalala kwa amani kabisa. Hujaona siku yako umeshinda vipi? Huo ni uzembe na ipasi kuwa namna hiyo katika jina la Yesu. Hallelujah. Nina watu bora ambao kila siku wanaevaluate maisha yao katika jina la Yesu. Tuna kanisa linalotembea katika mlengo, linatembea katika vision ya Mungu, linafanya vizuri katika jina. Siku hadi siku linajitazama likikuwa na kuongezeka katika jina la Yesu. Wiki imeisha, mwezi umeisha. Tafuta basi katikati ya shughuli zako retreat hata ya siku moja basi. Retreat hata ya siku 3, samu ya mbali ambapo kule kulikuwa vurugu, nilishindwa kusoma kitabu vizuri nikamaliza. Kuna watu kila kitabu hawajamaliza. Yaani kila kitabu amedokoa, kila kitabu amedokoa. Hajawahi kumaliza kitabu. Hata chakula saa 50. Take your time off. Shughuli za dunia haziishi. Na wewe sio muhimu sana kama unafikiri. Unajua kuna watu wanafikiri ni muhimu sana duniani kwamba wasipokuwepo wao mambo yanakufa. Kufa uone kama dunia inasimama. Just try to die. Afu wewe unachungulia. Amen. Try to do what? Die. Alafu unaangalia wanaendelea. Ile familia wanaishi. Ile taifa linaendelea. Ile ofisi inaendelea. Ofisi itaendelea bila wewe. Do not overestimate your importance. Sasa kuna watu wamejipa umuhimu kana kwamba nisipokuwepo siku moja tu, yani kila kitu kinaharibika. Nisipokuwepo siku 2 tu, mambo yataenda. Wewe Mungu. Hii dunia inamhitaji Mungu tu. Ndio muhimu. Wengine wote you can die anytime. It is good. Hata kwenye injili ukifa wanaibuka wengine wanaenda kuhubiri injili. Sisi tunaelewana ndugu zangu? Chukua muda, nenda mahali, kaa hapo, angalia. Usisubiri Disemba. Kwenye mwezi yamkini kulingana na shughuli zako na ratiba zako, au basi isizidi miezi 3 ili uevaluate. Kuna mahali hapa
unaweka sawa, unaomba, unalichaji yourself. Mtu anafika sehemu mpaka hali ya kuomba inakufa kabisa. Yaani ni maututi. Imefikaje mahali hapo? Kabla halijakuwa mbaya sana, retreat. Amen, amen. Nenda akachukue, unaondoka na masomo ya kwenda kusikiliza. Unasikiliza. Mimi nakwambia uwezi ukasikiliza masomo ukakosa kusikia kuna nini, kuna nguvu fulani inaanza kuamka ndani yako inakusukuma kufanyaje? Kuomba. You get the energy to pray. Listen to teachings. Umekaa unasoma vile vitabu, unajua sasa hiki kitabu nienda nikasome, nitapata tena quality, nitapata mwamko pia, nitapata muono, nitapata direction. Unaenda kumsikiliza Mungu juu ya maisha yako. Hata mambo yako mengine yanategemea retreat, my friend. Kuna watu hawezi kuwa productive kwenye maeneo ya kazi kwa sababu gani? Hawana nini? Retreat. Kumbe angerudi nyuma akakaa kidogo, akaangalia biashara yake, akaangalia kazi zake, akatulia, akaomba, akatulia tena, akaangalia, akapanga, akaangalia mambo yalivyoenda, akaona wapi alikosea. Inawezekana angekuja akafanya bora zaidi. Kwa retreat sio tu kwa ajili ya ukuaji wako wa kiroho na ubora wako kwenye hadi kwenye mambo mengine. Inaweza kawa ndoa yako. Ungehitaji tu retreat ya siku 3, maybe ungereflect njia zako, ungereflect maamuzi yako, ungereflect mambo yako na mambo yangekaa nini? Vizuri. Ungejua nini uende kafanye sawa sawa. Haleluya. Masomo yako. Nikiwa mimi hapa University of Dar es Salaam, nilikuwa natoka na kwenda kule na natafuta kuna huku Kawe huku. Kuna sehemu huku kuna Kawe si iko na bahari jamani achana Koko Beach. Kuna Kawe Beach. Sasa mimi nilikuwa sijui majina. Mimi nilikuwa natafuta ni sehemu ambapo patakuwa tu na msitu, watu hakuna watu, niwe peke yangu, nasikia tu labda sauti za maji, natembea tu mwenyewe kwenye ule nini ufukwe, niwe mwenyewe. I was taking my day off every month kwenda kuangalia mambo yangu pale. Yule profesa anajifanya fundi sana, nataka kunishika ile somo, naweza kufanya nini pale, nirekebishe ratiba gani? Biblia mwaka huu na mwezi huu nao kuja nisome vipi Biblia, nijifunze vitabu gani, nisikize masomo gani, njia zangu zimekwendaje, wapi nimefeli, wapi nimefanya. Una review na nini. Siku moja unakaa zako mwenyewe mbali na kelele za ulimwengu. Unajua sometimes watu wengine hawamsikii Mungu kwa sababu toka asubuhi mpaka jioni yuko Kariakoo, na kesho asubuhi, toka asubuhi mpaka usiku yupo kwenye vurugu za watu. Mungu anaongea na hata uwezi kusikia. Tafuta muda mbali na nini? Na watu. Angalau inawezekana kichwa chako kinahitaji tu uende mbali kidogo kwenye utulivu, utuseme Baba niko hapa, speak to me, I'm here, I'm listening. You pray, you do your studies, soma Biblia, unasikiza mafundisho, unakuwa pale. Wakati mwingine unakaa tu doing nothing, upo tu umetulia, doing nothing. Unakipa kichwa chako angalau nafasi. Tu vurugu, yani humalizi, hakuna muda una calm down ukatulia. No! Huwezi kuwa bora wakati haukai chini ukaangalia mambo yako. Hauwezi kuwa na matokeo wakati haukai chini ukafanyaje? Ukaangalia mambo yako. Review your things. Kwa mwaka huu ukae na mikesha yako binafsi. Sitegemee tu maombi ya jumla ndio ukija pale unabebwa tu mwenyewe, huwezi kuomba. Tafuta wakati mwingine, tengeneza mkesha wako binafsi. Unaomba masaa 2-3, unafanya study masaa 2-3. You do yourself, your own vigil. Mwaka huu ukawe na retreat zako. Dhamiria namna ndivyo utakavyokuwa na mwaka wenye matokeo. Hautasubiri Disemba sasa, yani Mungu anisaidie tu nianze tu upya tena, nipange mipango upya tena. Ulishapoteza mwaka. Lakini kama unafanya hapa na pale, maana yake unajiweka katika mazingira ambapo unatengeneza kurecharge na kurudi katika mstari haraka zaidi. Hallelujah. Glory to God. Are you listening? Hiyo imekaa vizuri? Imeeleweka? So ongeza bidii katika mambo yale nafanya. Kwa mimi nitajua unaendelea kwa ripoti. Sihitaji kumsikiliza roho. Huyu anaendelea vizuri ama anaendelea vibaya. Ripoti yako tu iendelee kuwa sawa. Fanyia kazi mambo yale kwenye ripoti, uwe na bidii, uwe na consistency. Hallelujah. Usipo utaanza na uongo. Nimeomba lisali moja wakati hujaomba. Na ukishaanza kufika hapo, hiyo ni darasa la mwisho kuelekea kuwa mtu gani sio ajabu. Ukishaanza kuona unaanza kudanganya na kwenye ripoti.
masaa mawili na ukuomba. Sometimes mtu ananiambia nimeomba masaa 3. Hivi unajua maombi yana maambatano? Yaani mtu anayeomba masaa 3 ananipa ripoti ya masaa 3 kila siku. Unajua matokeo ya maombi ya masaa 3? You can't. Yaani wewe huwezi kunidanganya mimi sasa. Maombi ya masaa mangapi? Kila tunaangalia ripoti sasa, aha. Unacheka kama Magufuli. You don't need to lie. Kwa sababu unapoanza kudanganya manake you don't believe God na ukuaji wako. Ujaomba, weka dash. It's okay. Ripoti haimaanishi ulete vitu vikiwa vizuri tu. Amen. Maana ya ripoti ni mchungaji wako ajue wapi atakusaidia, wapi atakuombea zaidi. Kwa hiyo hujafanya kabisa, weka. Ripoti ni kuripoti kilichotokea. Weka pale. Nobody is judging you. Inawezekana kabisa kuna 1 2 3 mambo yaliyofanya isiwezekane mambo hayo kufanyika. Just put the right thing there. Amen, amen. Ukisema nimeomba wakati hujafanya, ni kwa sala ya nani? Ya kwako mwenyewe. Unajidanganya mwenyewe. So be honest. Be honest. Usaidike, uendelee vizuri kabisa kila siku. Glory to God. Ninaamini hiyo inakaa sawa. Hallelujah. Unakuwa bora kiroho na kimwili katika jina la Yesu. Una msaada wa Mungu. Amen, amen. Una msaada wa Mungu. Personal prayer ikubebe. Jifunze kabisa. Amen. So, tunakwenda jambo la ngapi? La 3 na la mwisho. Uchumi. Sasa kuna mambo ambayo yanaathiri mtembeo wako wa mambo ya rohoni usipoyaangalia. Na mwaka huu nataka uweze kuweka umakini pia katika hayo maeneo. Yataathiri mtembeo wako wa mambo ya rohoni yasipokuwa sawa sawa. Na moja ya eneo hilo ni masuala ya nini? Uchumi. Sasa uchumi naongelea hela. Kwa kuwa na mwaka wenye matokeo mazuri, nategemea pia ile eneo ili unaliweka vizuri kiasi gani au linakaaje. Hallelujah. Unanielewa ninachokisema lakini? Kwa kama kulikuwa naamini hapa hata walikuwa wamesinzia labda wataamka. Sasa tunaongelea sasa hela. Hallelujah. We are now talking about what? Money. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafikiri mnafahamu kwamba wakati wote tunavyokuwa katika mambo mengine, unakuwa labda unaongeza wanafunzi, maana yake majukumu yanaongezeka. Ni kweli ama si kweli? Kwa mfano tukikuwa hapa tukaongezeka, tukawa hapa tutoshi, maana yake unahitaji kuwa na hela zaidi kwa sababu unahitaji ukumbi mkubwa. Hiyo ni hesabu ya kawaida. Unahitaji uende ukasome rocket science to understand that. It means more growth will require more resources. Si ndio Okay. So mwaka jana baba katika mkutano wa BCM tuna unabii wa kudouble. Si ndio Tena nilikuwa kudouble by January. Tumechelewa na tukaenda kwenye KWC tukasema kwamba kama tujaona kile Mungu alisema, we are praying to see it. And we believe kwamba mpaka March tutaona kwamba tumedouble the number. Hallelujah. So wakati anasema kwamba tutaongezeka, tutakuwa mara 2 maradufu. Hiyo ina maana ya kwamba na mambo ya uchumi na yenyewe yanatakiwa yafanyaje? Yaongezeke. Ukipata wanafunzi wapya, unaweza kupata katika wanafunzi wapya umepata, kuna mmoja ana changamoto ya nauli, kuna mwingine kodi yake ndio imeisha, na wewe ndio mwalimu wake, na wewe ndiye unayemsaidia, kwa anaposhare na wewe those burdens, au zikaisha tu unasema naomba tuombe kwa wote moto. Mahali panapohitaji hela, ndugu zangu, na unatakiwa utoe nini? Usitoe. Kuna msemo ni wahenga, sio ni vijana Gen Z ndio wanao, maana siku hizi kuna misemo ya wahenga na Gen Z inatuchanganya. Wanasema mahali panapohitaji pesa usitoe pole. Amen. Inasemaje hiyo? Pole haisaidii when money is required. Where money is required. Hallelujah. Of course, to be a normal human being, kwa sababu huna hela utasema pole. But pesa ilikuwa inafanyaje? Inahitajika. Glory to God. Pesa inahitajika. Now,
Kuna namna ya kupokea unabii na ambayo sisi tunapaswa kujifunza namna ya kupokea unabii, kwa sababu tukishindwa kufanya hivyo tutabaki kuwa na maneno mengi ya Mungu yamesema juu yetu na haya materialize. Kwa sababu wengi wanafikiri wakati neno la unabii limekuja juu yao, manake ni kwamba okay, go and sleep, everything is okay, God is going to do it. Kama Mungu amesema tunakwenda kudouble, manake ni kwamba uinjilisti wetu unapaswa kufanyaje? Kwa sababu watu hawatokei tu maradufu katika kanisa la mahali. Manake there is more work to do. Double your efforts. Manake nenda kaongeze bidii. Mungu amesema biashara yako mwaka huu itavuka mipaka ya nchi. You can't go in the office and say, mwaka huu tunaenda mipaka ya kimataifa. Na hauandai product za kimataifa, hautafuti connections za kimataifa. There is something ambayo unapaswa kufanya. Kuna kitu lazima ufanye. Kwenye unabii wowote ule kuna kitu unapaswa. Naeleka anachokisema? Hebu rudia hiyo sentence. Yes, there is your part to do. There is your part. Wakati neno linasema unapaswa urudi nyuma. Okay, ili neno linaniambia, linanitaka nifanye nini? Manake unabii unatupa ni Mungu anatupa direction au anatupa sura ya kile ambacho anakitazama kwetu, anataka kuona tukiwa. So manake tunafahamishwa mapenzi ya Mungu kwenye maisha yetu katika haya majira. Manake tunafahamishwa mpango wa Mungu kwenye maisha yetu katika haya majira. And then you say okay, so what should I do? Nafanya nini sasa? Hallelujah. Ni wiki iliyopita ni wapi kule KWC. Nilimwambia mama mmoja, daktari mzima kabisa. Alikuwa na changamoto, anahitaji mtoto kwa muda mrefu. Tumeingia kwenye nyumba yake, tukaomba, tukatoa unabii, tukasema maneno yenye nguvu na Bwana alisema. Hebu sema Bwana alisema, majira kama haya mwakani utapakata nini? Mtoto. I was with the Apostle Paul, he was there, anakumbuka. Huyu mama mume wake anaishi Mbulu. Yeye anaishi wapi? Katesh. Tukashangaa, miezi inapita, anazunguka tu, anaenda sijui wapi kwingine, haendi kwa mume wake, anasubiri. Sasa yani watumishi, nashukuru Mungu na muamini kabisa Mungu, yani mwakani nitapakata mtoto. How? Mungu amesema. Kwa hiyo utapata mtoto kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. There are people ambao unafikiria upumbavu wao umepita kiwango cha juu sana. Kiwango cha juu kabisa. Kwa anasubiria apate mtoto bila kukutana nani? Na mume wake. Ana akili timamu huyu. Alafu eti alienda kusomea udaktari. Wewe unataka nyang'anywe cheti hicho kabisa. Ambia wewe utakiwi kuwa na cheti, utawaharibu hata wagonjwa, utawaambia pumba tu. Unawezaje kuwa daktari mzima umeshindwa kuelewa common sense ya kawaida kabisa? Zekaria alipoambiwa, yeye na mke wake wamekaa miaka mingi, akaambiwa utapata mtoto, akubaki hekaluni anaomba na kushukuru Bwana. Asante. Sasa akaenda kwa mke wake. Do you understand? Kuna mambo unafanya kupokea, kuna mambo unafanya. Angalia alichoambiwa Timotheo kwenye Timotheo ya ngapi? Au Timotheo ngapi? Usahau tunaongelea uchumi. Mbona hela haziongelewi? Ndio hela zenyewe hizo. Timotheo wa kwanza 4:14. Timotheo wa kwanza 4:14. Timotheo wa kwanza 4:14. Hallelujah. Are you there? Umefika? Hebu naomba usome. Anasemaje? Hebu ngoja kwanza. Usiache kufanya nini? Kuitumia. Usiache kuitumia karama ulioko wapi? Uliofanyeje? Uliopewa kwa unabii na kwa kuwekewa nini? Mikono. Okay. Kwa nini mikono tu na unabii visingetosha? Bwana anamwambia usiache kuitumia. Manake anapaswa awe anafanyaje? Anaitumia. Manake namna ya kupokea ule unabii ni nini? Kuengage. Umeambiwa kwa unasema mimi pastor napenda niwe na prophecies zenye accuracy. Okay. We lay hands on you. Sema utakuwa na accuracy. Utakuwa na precision. Utatoa unabii kwa usahihi, taarifa zako zitakuwa ziko sahihi. And then ukutana na watu huko. Bwana wabariki sana. Manake unapaswa uanze kupractice, kufanyaje? Kutoa unabii. You practice, you have to do it. Sasa usiache kuitumia karama ile. Manake angeacha asingekuwa effective katika ile karama.
Kwa kupokea unabii ni kuchukua hatua ya kufanya. Mangapi yamesemwa juu ya maisha yako, and what did you do? Anza kuchukua hatua kuelekea yale mambo yaliyosemwa juu ya maisha yako. Go and do it. Ndio maana tunasema uwe na daftari unaandika, ili uni go back unaangalia zile nabii zisema, afu unasema okay, kwenye hiki hapa natakiwa kuona kinatokea nini, natakiwa kuchukua hatua hapa, nifanye nini mambo haya yapate kuwa halisi kwenye maisha yangu. Glory to God. Timotheo wa 2:1-6. Let's go quickly. Timotheo wa 2:1-6 anasemaje? Kuna watu hawajafika. Timotheo wa 2:1-6. Twende 1, 2, 3. Kwa sababu hiyo nafanyaje? Kwa sababu hiyo na kukumbusha ufanye nini? Uichochee kalama uliyoko ndani yako kwa kuwekewa mikono. Haleluya. Afanye nini? Aichochee. Kwa maana yake mikono ni mtaji tu. There is a work to do. Prophecies zinapokuja kwetu ni lile neno limepandwa kwenye maisha yetu, it's like a capital, ni mtaji. There is a work to do, kuzalisha hilo jambo ambalo Mungu amesema kwetu. Kuna kazi ya kufanya, kuna hatua za kuchukua. Haubaki tu umekaa unasema ninasubiria. Niwaambia story ya mama mmoja kule Uganda, alipewa prophecy na nabii mmoja, akaambia kwamba utachaguliwa, Mungu atakuteua, utateuliwa kwa IGP. Utateuliwa kwa IGP. And the mom was joyous. Ana celebrate, anashangilia yeye na watu wake. Nabii wa Bwana amesema, na Bwana akisema, Mungu akisema, nani atasema hapana? Bwana majina yakatoka. Amechaguliwa, ameteuliwa kama mkeka wa mama kwenye PDF ya mama pale. Jina limetoka IGP. Safi. Sasa kwenye sheria na taratibu za Uganda ni kwamba ukiteuliwa kwenye vyeo kama hivyo, majina yenu yanapelekwa bungeni for vetting. Yanapelekwa wapi? Sio kwamba unaenda kupinga. Ni utaratibu wa kibunge kwamba rais akifanya uteuzi, majina yanakuja, tunawaita pale, mnakuja mbele ya bunge, tuna wewe unasemaje, utafanya nini, unaojua tunathibitisha. Amen. Ni constitution procedure kwamba inataka watu wafanyiwe nini? Vetting, watelewa rais. Mama akasema, Bwana akisema, nani anasema hapana? Mimi ndio IGP, Bwana amesema na neno lake ni final. Hakwenda kwenye vetting. Ukienda kufuatilia nafikiri utajua kwamba hajawahi kuwa IGP. Haleluya. Haleluya. Changamoto yake ni nini? Hana common sense. Tulisema dunia hii ili usurvive unahitaji mambo mangapi? The supernatural and what? Common sense. Ukibaki na supernatural bila common sense, utakuja kulaumu Mungu. Ukibaki na common sense bila supernatural, utakuwa frustrated. Unanielewa ninachosema? So common sense angeenda pale, mambo yameisha. Mungu kusema utakuwa haimaanishi kwamba ukiwa mjinga bado tu unakuwa. Unabii wote uko subject to change. Kwa sababu duniani huku watu wanatawala na nia zao. Yaani watu ndio wako huku, wana utashi wao. Mungu anaweza kusema ndio na yakasema hapana, yako hapa chini. Tuko pamoja? Bwana huyu ni wa kwangu. Ni wa kwako kabisa. Unaenda kumsemesha, anasema hapana, sikutaki. Na huna la kumfanya, na Mungu ana la kumfanya. Anasema mwache, amesema hataki. You need to have common sense. Wewe Mungu akisema God is in control. Yes. Katika context hipi? Katika nini? Sio tu God is in control. Kwa hiyo unalala, God is in control. Ataleta hela, ataleta mpunga, ataleta chakula, God is in control. Relax. Walikuwa na t-shirt imeandikwa relax. Jehovah is in control. Yes, usiitumie vibaya. Amen. Kwa sababu unaweza ukakuta ukapata ushahidi mkubwa sana kwamba men are in control. Karudi na huo ushuhuda. Men are Petro alikimbia. Unafikiri Mungu alikuwa in control? Walimshusha apostle, the huru apostle kwenye kikapu. Unajua kikapu? Basket. Walimshusha kwenye dirisha apostle Paul. Unemjua wewe, ameandika robo 3 ya Agano Jipya. Walimshusha kwenye kikapu. And God was still in control. Yeremia alikuwa ndani ya shimo.
refu lenye maji chini, na sauti ya Bwana ikamjia kusema akiwa chini, God is in control. Aliyemweka nani? Mfalme Ahabu. So learn well. Amen, amen. Na wakati ukimbia kisha unakuwa mwepesi. Sijasema sana. Haleluya. Au utoshe kikapu. Usiwape watu kazi ya kufikiri njia nyingine ambazo zinakuwa ngumu zaidi. Sasa tu utoshe nini? Kikapu. Glory to God. Hallelujah. Amen. So, ndugu zangu, unabii unatuonyesha kile Mungu anataka tufanye, na tunakuwa na kazi ya kufanya nini? Ya kufanya. Kazi ya kufanya. So, wakati Mungu anasema kuhusiana na uchumi wako, nini unaenda kufanya? Unaenda kulala? Sasa mwakao kutakuwa na mipenyo, breakthrough, resources zitaongezeka, mtafanya vile. Oh, wow, thank you. We receive. No. You go and do things. Unaenda na unafanya vitu. Unaenda na unahusika kwenye mambo na shughuli za kiuchumi. Kama mwongelea uchumi, maana yake unapaswa shughulike na shughuli zinazohusiana na nini? Yes. Yes. Unaenda kuhusika na shughuli zinazohusiana na uchumi. Hallelujah. Kabisa. Unajua, nataka nikwambie kitu kimoja. Kuna story ya wakoma kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 7 kuanzia mstari wa 6. Nafahamu ile story. Kwa sababu ya muda nitajitahidi kukimbia, sitasema hiyo story. Nitasema yani ndio maana tunasema wewe unasoma hayo mastori yawepo, hizo taarifa wewe nazo. Nabii alitoa habari, kulikuwa na njaa, si ndio? Akasema kesho majira kama haya chakula kitakuwa kingi, tena akashusha, yani bei kwa bei kitapatikana katika lango la Samaria. Hallelujah. What was like yani imagine nchi iliyopigwa njaa kwa miaka mfululizo, watu hadi mavi ya njiwa wanabadilisha kuwa chakula, afu waambiwe kwamba kesho chakula kitakuwa nini? Ghafla mvua hamna iliyonyesha, hakuna mashamba yaliyolimwa. Something funny, isn't it? But katika majira haya kulikuwa na watu wanaitwa wakoma, walikuwa mahali wanatengwa na jamii, kwa hapo mjini, wanakuwepo nje ya mji. Na wao hali ni mbaya, wakasema tukibaki hapa tunafanya nini? Na tukienda kwenye kambi ya Washami pia tunaweza tukafa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tuna njaa. Sasa kama kote ni kufa, bora twende huko ambako kuna chances ya kupata chakula. Hallelujah. Tuko pamoja Kwa sababu kufa kutatokea tukiwepo hapa, na huko tunachotikiogopa na chinje ni kile kinachotokea. Wakaenda. Alafu Bwana anasema akasikizisha kwa Washami na jeshi lao, akasikizisha sauti za jeshi linalotembea na magari na nini, jeshi la vita. Washami wakakimbia. Alafu kambi nzima ya Washami ikabaki pale na misosi na kila kitu na nyala. Alafu watu fulani wagonjwa ndio wameingia pale. Hallelujah. Hallelujah. Sasa niwaulize kitu. Washami wasingeenda, Mungu angefanya kitu? Unabii ungetimia? Somebody did something, isn't it? Okay. Mnakumbuka story ya mwanamke wa Sarepta? Iko kwenye kitabu gani? Wafalme wa kwanza sura ya 17 mstari wa 8 hadi 17. Kulikuwa na njaa. Mtu wa Mungu ameenda akamwambia yule mama, nifanyie mimi kijimkate. Sasa nimebakiza tu na mafuta tu. Sasa wewe nipe nile. Alafu utaona tu mama anavyokuwa. Palikuwa na nini? Palikuwa na nini? Na unga. Si ndio? Kidogo. Si konzi moja. Manake wa kupika malai moja tu. Palikuwa na unga. Ukawatosha wakati wote wa changamoto. Miracles. Mungu alifanya, lakini kulikuwa na kitu. Kulikuwa na kitu. Yaani manake Mungu alikuwa mjane, alikuwa na kitu kinachoweza kutumiwa na nani? Na Mungu. Are you getting it? Kulikuwa na kitu ambacho Mungu angeweza kutumia. Sasa nataka ujiulize, Mungu akitaka kufanya kitu cha kubadilisha uchumi wako, una kitu ambacho anaweza kukitumia? Una chochote ambacho Bwana anaweza kukitumia? Ni swali la msingi. Tuko pamoja? Ni swali la nini? La msingi. Ukiangalia miracle zote katika andiko la vitabu vya Agano la Kale, utaona there was something.
kulikuwa na kitu. Hapo ndipo palipoanzia. Palikuwa na nini? Na kitu. Unajua niwaambie kitu kimoja. Vitu tunavyovifanya sisi sio vyanzo vyetu vya mapato. Ni vitu tu ambavyo Mungu anavitumia kuwatunza watoto wake. Nimesemaje? Vitu, shughuli tunazofanya hizi ambazo zinatuingiza kipato sio vyanzo halisi vya mapato. Ni mambo ambayo Mungu anayotumia kuwatunza watoto wake. Tuna chanzo chenyewe halisi. Ndio maana Mungu akamwambia Ibrahim, mimi ndiye fungu lako. Are you getting it? Mimi ndiye fungu lako. Mungu anamwambia Ibrahim. Ndio maana tunasema mtoto wa Mungu hapaswi kuabudu kazi yake, anapaswa kumwabudu Mungu. Usiabudu vyanzo vyako vya mapato unavyoviona, mwabudu Mungu. Ukiwa na mtazamo ukajua kwamba hivyo sio vyanzo halisi vya mapato, hautakuwa mtumwa wa hivyo. Unaniona nachokisema eh? Hautakosa ibada kwa sababu ya hivyo. Hautaacha kufanya kusudi la Mungu kwa sababu ya hayo. Hautainama chini sana mpaka kwamba umekuwa mtumwa unatumikishwa na hayo na Mungu anakosa nafasi, azifu maisha yako yanategemea hapo. No, maisha yako hayategemei hiyo kazi. Maisha yako yanamtegemea Mungu. Amen, amen. Ndio sababu mwamini mwenyewe mtazamo, kazi ikiisha, akifukuzwa kazi ikiisha, biashara zilizofanikiwa, utamkuta anasema namshukuru Mungu. Asante Bwana atupae vitu vyote. Amen, amen. Tusizidiwe hata na wale wabalakoshia. Wale watu wale wamefundishwa namna ambao wote unaweza kusema vibaya, lakini inawasaidia. Anasema riziki kazi ya Maulana. Atoe riziki ni nani? Ni Mungu. Ni Mola yahe. Zanzibar, ukifanya kazi Zanzibar, ukimfukuza mfanyakazi wa Kizanzibari, usifikiri anaondoka analia. Anaondoka tu wala wajali. Wanasema ilikuwa riziki, basi haikuwa riziki, Bwana atanipa nyingine. Vizuri, anakukaa anasubiri nyingine. Yaani wanaamini tu kwamba Mungu atanipa, ile riziki imeisha. Ni Bwana alinipa, ni Bwana ametoa. Sasa of course mitazamo mingine inaweza sio mizuri sana kama Bwana amekunyang'anya, lakini at least wana imani kwamba nina Mungu ambaye ndiye anafanyaje, ananipa. Sasa Wakristo sasa kaishe kale kakitu ndo alikuwa anategemea kupata shilingi. Manabii wote wa mji watapata tabu. Watapata ni kulia, ndio ilikuwa nategemea, na nilikuwa naishi. Ndaishije sasa mimi nabii, nisaidie nabii. You have a father in heaven. Hebu sema nina baba mbinguni. Ndiye fungu langu. I have God. He is my portion. Anamwambia Ibrahim, mimi ndiye fungu lako. Kwa hiyo kazi tunazozifanya sio vyanzo vya mapato, ni vitu ambavyo Mungu anavitumia kututunza maisha yetu. Vikizimika, vikifungwa, tuna Mungu afunguaye milango mingine. Do you understand what I'm saying? Don't worship your work. Don't worship your business. Don't worship anything. Worship God alone. Sasa mimi ndimi Mungu nikupe nguvu za kuwa tajiri. Hallelujah. It is God who give us the power to wealth. Ni Mungu mwenyewe. Hallelujah. Ni Mungu mwenyewe. So, una kitu gani ambacho Mungu anaweza kukitumia? Those are questions to ask yourself. Hallelujah. Kabisa kabisa. Kwa kuna uhakika unapaswa kuwa nao kuhusu Mungu, kwamba yeye ndiye source. Unajua kuna resources na source. Amen, amen. Yeye ndio source yenyewe. Nikuulize, umefika kujua wewe ni mali ya Mungu? Na kusema Mungu ni baba yangu? Unajua wakati fulani hapa watu walicheka muujiza wa gesi na wakaudhi haki. Afu ni Wakristo. Hawa Wakristo mimi nakwambia they will never see God in their lives. Mark my words. They won't see. They won't see God in their lives. Sasa inawezekanaje? Mtu anasema watu wahuni wanamchezea Mungu, wanafanya Mungu mjomba wao. Anasema eti alikuwa na shida, wakapuliza gesi ikajaa. Wanafanya na mocking around here and there. Okay? Vipi muujiza ukakutana na mwanamke wa Sarepta? Akamwambia kwamba miaka mingapi yote ya njaa waliishi kwa konzi moja ile ya unga. Will you believe then? Then kuna story ya mke wa nabii. Mnakumbuka hiyo story? Ambaye mume wake amefariki, mjane huyu.
Sawa eh? Akaenda kumlilia nabii, alikuwa ni Elisha. Sasa nafikiri Elisha akafanya kuduplicate muujiza wa baba yake Elia. Elia ndio alikuwa na mwanamke wa Sarepta, si ndivyo eh? Elisha kana huyu mke wa nabii jana analia kwamba wadeni wananidai, imenifikia hapa, sina cha kufanya. Akamuuliza una nini? Kwa ni maswali ya msingi. What do you have? Hallelujah. Una nini? Una nini? Akasema nina chupa moja. Hebu sema moja. Aha, nabii akamwambia sasa katafute vyombo vitupu, azima hata kwa majirani. Tuko pamoja? Akaenda kukusanya vyombo. Kwa ina maana kama alikuwa anaona taaibika, nichukue kwa mama fulani nifahamu, hata huu muujiza ukishindikana asiniseme sana. Kwa sababu alianza kumimina ile chupa ya mafuta. Chombo cha mwisho kilipojaa na mafuta kafe. Kwa kama angekusanya ya kijiji kizima, mapipa yamekwenda huku na kule na kule, angekuwa kwenye biashara ya mafuta endelevu, angekuwa na mimina. Kwa kiwango cha imani yake ilikuwa kiwango cha nini? Cha kupokea. Utendaji, hatua aliyochukua kwenda kutenda, alikuwa anapokea matokeo ya ule unabii. Sasa mtu akutane na huyu mwanamke amwambie kwamba miracles nyingi, ameishi kwa chupa ya mafuta, amejaza vyombo vya kutosha. Niwaambie kitu kimoja, haimuumi Mungu wewe ukipokea sana kutoka kwake. Haimuumi Mungu. Hauko na Mungu ambaye ni tena na wivu kwamba umepata sana, kwani upate sana? Kama hamna. Mungu anataka upate sana. Yaani hiyo mentality unao. Mungu anataka nipate sana. Mungu anataka niongezeke sana. Mungu anataka tu. Wala wewe kama unataka kuongezeka, yeye anataka. Wewe kama unataka hivyo baki, naye anataka hivyo. Yaani Mungu sio shabiki wa umaskini wala sio shabiki wa utajiri. Yaani ni wewe. To be a poor person, poverty is not spirituality. Wala kuwa tajiri sio nini? Spirituality. Kuna mtu anasema mimi nataka tu kagari yaka, and God is okay. Kuna mtu anasema mimi sitaki gari bwana, nitakuwa napanda tu Uber, and God is okay. Na kuna mtu anasema no, I need to have a car. I must have a car. Mungu hana shida wala honi wivu kwamba kwa nini una Range Rover 3. That's your business. Hallelujah. Do you understand what I'm saying? Kwa hiyo Mungu akatoa kwa wingi tu, akashughulika. So hapo unaweza kaona pia kuhusu madeni. Huyu mama alikuwa anadaiwa. Mungu ashughulika na deni lake, akushughulika na deni lake. God cares. Pale ambapo mambo yamekufika una means. When we don't have means, it's a time for miracle. Hallelujah. Yaani mambo ya umefanya kila linalotakiwa, kila ndio unazidi kuzama zaidi. Na akili imefika mwisho, Mungu hajafika mwisho. When tumefika mwisho, it's a time for a miracle. And I say, I believe in miracles. Hallelujah. I believe in miracles. Kama unaamini Mungu wa Biblia, unaamini katika miujiza. Imagine Mungu huyu aliyefanya mambo haya, pasua bahari ya Shamu. Those are not stories. Sasa ilikuwa ni lugha ya picha. Tunakuuliza swali, walivuka hakuvuka? Sasa lugha ya picha wapi? I believe God. I believe in miracles. The God is a supernatural God. Tangu unasema kuanzia Mwanzo 1:1 mpaka Ufunuo ni supernatural things. Mambo ya ajabu yasiyoelezeka. Hivi unaweza kumuelezaje mtu story ya Nuhu aone ina make sense? Unaweza kumueleza mtu story sijui ya nani hiyo ya kuvuka bahari ya Shamu, ya watu kula mana miaka 40, wanashusha chakula kutoka kusikoeleweka. Kula nyama sehemu ambapo hawafugi. Watu milioni 2-3 wanakula nyama kila siku mpaka zinawakinai. Watu viatu vinaongezeka na size wanavyokuwa. Hakuna kiwanda cha viatu. Yaani viatu vitokavyo Misri ukiwa mdogo, unavyozidi kuongezeka na kiatu kinaongezeka size. Nguo zako zinachakai, zinakuwa na mwili wako unaendelea kuwa sawa. I believe in God. Hallelujah. I believe in God. I have God's help in the name of Jesus. Nina msaada wa Bwana. Mimi sitakaa niogope. Sitakaa yaani sitaogopa wala kupata hofu. I have a Father in heaven. Amen, amen. Kwa hiyo mawimbi yanapoinuka, yanaumuka, upepo unavuma, kisulisuli kinakwenda na you just remember. Nina baba wapi? Mbinguni. Hallelujah. Una baba wapi? Mbinguni. Muhimu sana. Usiogope. So, wewe una muujiza wote unaweza kushuhudia kwenye maisha yako. Matendo makuu ya Mungu akutendea kitu ambacho kisimulia watu wasioamini. Nafikiri changamoto wakati mwingine ni shuhuda zinapoenda kwa watu wasioamini, hatutegemei waamini mambo ya Mungu. Lakini ya ajabu ni pale ambapo
waamini wenyewe wanakataa utendaji wa muujiza. That lays an alarm which kind of Christianity we have in this generation. Kwamba waamini wenyewe wanahoji muujiza. Hawajakwambia watu walipata muujiza wakiwa kwenye luxury. Wamekwambia kwamba tulikuwa hatuna minzi, mambo yamekuwa magumu na hatuna hela. Then God helped us. Sasa wewe tupeleke mitungi. Kwa hiyo ina maana some people unaweza kashika chape tu makofi. Hawana akili. Kwa hiyo baada ya pale walikuwa hawanunui mitungi, wakawa wanasema Mungu alitupa tulipuliza ukawa baba fulani unashinga mna tupulize tu, hela zipo lakini wewe tupulize tu bwana. I'm expecting miracles in the name of Jesus. Hallelujah. Na mtu hawezi kunitoa hapo. Nina muujiza katika mwaka mahali ambapo nahitaji muujiza katika jina la Yesu. Glory to God. Hallelujah. Kwa mwaka huu usitegemee mtu aseme vyuma vimekaza. Amen, amen. Usitegemee mwaka huu useme mwaka huu ni mgumu kiuchumi. No! Go and do something. Mpe Mungu kitu ambacho anaweza kutumia. Unasema hilo ni agano la kale. Njoo kwenye agano jipya. Wale watu walikuwa hawana chakula kule nyikani. Yesu yuko pale akaonea huruma mkutano. Wakasema vipi hapa asema chakula, akasema hatuna. Akatokea mtoto mmoja akaofa a child. Akatoa alichonacho, generosity ya kiwango cha juu. Akatoa mikate 5 na samaki wangapi? And see what God did with that. Sasa una nini unafanya kwenye maisha yako? This year, do something, be doing something. Ambapo matamko wachungaji tunaposimama hapa nasema Baba akujalie hekima na akili kuendesha biashara. Kuna biashara unaendesha. Amen, amen. Mungu akupanulie kuna vitu navyo. Kuna kitu unafanya ambacho Mungu atatumia au miracles zitatokea, utakuwa una expand ama utasustain for a longer time. Bwana Yesu asifiwe sana. It is very important. Kwa nabii zinapokuja tujue jinsi ya kupokea. Kwa ukisikia unabii unasema kwamba tunakwenda kuwa na mipenyo ya kifedha, maana yake katafute shughuli zaidi. Kama una biashara moja kaongeze nini? Biashara nyingine. Una kazi moja, kuna nafasi, ongeza kazi nyingine. Amen, amen. Ndio namna kuinterpret prophecy na kuzipokea. Sio unabaki unasema ngoja nikalale sasa, Mungu amesema this is a good year. We gonna have money. Money will be flowing. Flowing from where? Kaongeze masoko, kafanye kampeni zaidi. Hallelujah. Katangaze vizuri biashara yako, ka expose zaidi idea zako. Kaseme na watu, tumia namna na mizoko kwenye exposure yako, kafanye, and God will be right there to help you. Hallelujah. So tutafanya kazi kwa bidii, lakini bidii sio chanzo chetu. Mungu ndiye chanzo chetu. Tunapangilia mambo yetu vizuri, lakini Mungu ni chanzo chetu. Unafanya unachopaswa kufanya, lakini usisahau una Baba. Hallelujah. Kwa kumalizia, unakumbuka Petro na samaki? Petro na samaki wamevua, ni professional fisherman. Amevua usiku kucha, wamepiga kazi usiku kucha, hawakupata kitu. Asubuhi Bwana anakuja. Sema asubuhi. In the afternoon Jesus is coming. Asubuhi wao kuna samaki. Wengine hawajui mambo ya uvuvi. Asubuhi hakunaga samaki. Samaki huyu anafahamu, ametokea kanda ya ziwa. Samaki wanavuliwa wapi? Usiku. Katikati ya usiku. Wewe ndi kuvua samaki asubuhi, labda mtoni. Amen, amen. Samaki kwenye ziwa ni wapi? Usiku. Baharini nini? Usiku. Amekuja master asubuhi. Master ni fundi seremala. Hajawahi kuvua samaki. Anaongea na mtaalamu wa uvuvi. Anamwambia vipi bwana? Bwana, tumepiga kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu. Hallelujah. And then Jesus was like, nenda tweka mpaka kilindini. I mean leo ingekuwa somebody somewhere ningesema najua kwenye shughuli yako ile ya useremala nyie huwa mnaweza mkafanya muda wowote. Lakini huku kwetu ningeweza kumpa elimu kwamba huu muda sio mzee. Ni kweli, lakini huu muda basi subiria usiku. Hilo neno lako utalifanyia kazi nini? Usiku. Nataka nikusemeshe kitu. Unaonaje majira yako? Inawezekana labda majira ulionayo ni kama yanaonekana kama sio sahihi kufanyika hilo jambo. Yaani kwa utaalamu ulionao au kwa ufahamu ulionao, unaona si wakati mwafaka wa hili jambo. Ili huwa halifanyiki majira haya. Au katika umri huu nilionao yamkini it's too late to do these things. Ama vyovyote vile. Yaani una mambo ya
kuleta logic na nini na nini na hisia na nini na nini. Sasa when the word of God has come upon your life, wakati kuna unabii umesemwa juu ya maisha yako, ni wakati wa kuweka hisia zako pembeni na logic zako pembeni. So most of the time hisia zetu ni wrong. Neno la Mungu ni halisi. Hallelujah. Petro akiwa na moyo kama mtoto mchanga, akaenda akatweka, yeye mtaalamu, akakubali kwenda kuvua samaki asubuhi. Naamini wavuvi wenzake walikuwa wanamcheka, sasa Peter, are you mad? Umepatwa na nini? Unajua unaweza kusoma ile story kirahisi, lakini imagine wewe ndio Petro. Alafu wavuvi wenzako, unajua wavuvi wanakaa kwenye kama makambi, wanakuona unaenda eti kutweka nyavu saa 2 asubuhi. I say you guy, you are going crazy. Kuvua saa hizi. Ni Peter akatii neno la Bwana, asa kwa neno lako nitatweka nyavu kilindini. Hallelujah. Ninauliza, una unabii wa Mungu na maneno yamesemwa juu ya kazi yako, uchumi wako, biashara yako? Kwa neno lake nenda kafanye. Hallelujah. Usiangalie mazingira, nenda kafanye. Usiangalie mazingira, majira na nini, nenda kafanye. Anza jambo, anza lile idea ambalo unalipokea ndani yako, kalifanyie kazi. Uwezi kwa unasema, yani sijapata kazi, hujawahi kutuma CV mahali popote. You'll be stupid. Sasa nasubiria kazi, yani sijapata kazi, kazi na shida. Tunakuuliza, umeapply wapi? Nilituma CV tu mahali pamoja. Tuma CV hata 100. Peleka tu, afu unakaa sasa unaendelea kuomba, unafanya wengi, umetupa ndoana zako, umeweka kule. Do something. Weka mazingira Mungu awe na kitu cha kutumia. Hallelujah. Sasa usubiria upigiwe simu na kampuni ambayo haina hata jina lako wala CV yako. Sasa kwa sababu Mungu aliniambia nitapata kazi. Kwa hiyo unategemea kuna watu sasa, hey, unaitwa nani? Wewe ndio Emmanuel Noah? Yes. Tunakuhitaji kazini. Lakini kuna watu wana CV zako mahali, alafu kuna malaika mmoja anaenda anambia, anamshamsha pale wakati wanataka kusema tufanye recruitment, anawakumbusha kuna CV lakini zipo ofisini kwenu. Mliwahi watu wao kuleta. Kwa nini msipitie zile? Yule jamaa anaacha kutafuta wengine, anaenda kupekua nini? CV. And then you are found. Do something. Tell your neighbor, do something. Acha hisia, do something. Usikae umekaa tu nyumbani. Usikae umelema. There must be something you are doing in your life. Maandiko tangu mwanzo mpaka Ufunuo yanafundisha industry, kazi. Nyaraka zinafundisha kazi. Mitume wanasema hivi, asiyefanya kazi na asile. Do work. Maisha ya Mkristo ni kufanya kazi. Tell your neighbor, maisha ya Mkristo ni kufanya kazi. And you're gonna work this year. You're gonna do business this year. Na neema ya Mungu iko juu ya biashara zote katika jina la Yesu. Tunaye Mungu katika maisha yetu mwaka huu, katika mipango yetu, katika mawazo yetu, katika shughuli zetu. We have a Father who is helping us in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kwa mwaka huu mpe Mungu kila eneo la maisha yako. Una msaada wa Bwana kila eneo. Kama una seli, unamwambia Mungu nakuwa na seli imara mwaka huu. Kama una mambo ya ada, Mungu anataka kuzika na mambo yote. Wewe ni ya ada, shughuli zozote, mambo ya una issue ya you want to be married, to marry, whatever you want to do this year, you have a Father. Amen, amen. Una Mungu mbinguni. Hallelujah. Hebu simama kwa miguu yako afu tuimbe katika wimbo, nasema hakika tunaye Mungu. Hey.